jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. jina linabariki, ni jina la Yesu, jina linabariki, ni jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. 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 Jina la Yesu, jina la nguvu. Tunapolitamka jina la Yesu, tunapata nguvu mpya. Haleluya, 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 haleluya. Upendo, 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 upendo wa Yesu, 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 amani, 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 amani ya Yesu, amani, amani ya Yesu, amani, amani ya Yesu, amani, amani ya Yesu, amani, amani. Bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao bila huo utamuona Mungu. Tafuteni sana kwa bidii kuwa na amani na watu wote, utakatifu ambao bila huo utamuona Mungu. Bidii kuwa na amani na watu wote, na huo
ili kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao bila huo utamuona wako. Je, una amani na wa nyumbani mwako? Je, una amani na wahubiri wako? Je, una amani na wakuongozao? Ikiwa hakuna, una amani na wazazi wako? Je, una amani na wa nyumbani mwako? Je, una amani na wahubiri wako? Wakuongozao? Ikiwa hakuna, tafuta. Ikiwa hakuna, tafuta. Ikiwa hakuna, tafuta. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shukrani kubwa ndugu zangu. We are grateful, my brothers, Mungu wa mama mwanzilishi, to the God of the founder mother, ametuleta tena, who has brought us again. ametuwezesha He has enabled us kuiona siku ya Jumapili, to see this Sunday. kuja kwetu kanisani. Our coming to church, Hizi si nguvu zetu. it's not our strength. Mungu ndiye anatufanya tunakuja hapa, It is God who enables us to come here, akiwa anapendezwa kabisa, while he is much pleased with that. maana yeye mwenyewe Because him personally alisema, said, wala msiache kusanyika pamoja do not forsake assembling together na kushirikiana, and having fellowship, kwa kuwa because sadaka kama hizo such sacrifices ndizo zipendezazo Mungu. are pleasant before God. Sasa tunapokusanyika namna So hii, when we are assembling together hii like ni this, sadaka yenye kupendeza this is Mungu. a sacrifice pleasant to Mungu God. anapendezwa, God is pleased. na kwa sababu hiyo And because of that, yeye huwa ametuma neno he normally sends a word kwa ajili yako for your sake na kwa ajili yangu. and for my sake. Tusikilize mahali pamoja, Let us listen to that one person, maana Mungu wetu because our God si Mungu wa machafuko, is not a God of ni confusion. Mungu wa amani. He's God of peace. Tusikilize mahali So pamoja. let us all listen to one person. Lile neno linamhusu kila mtu, The word concerns every one of us. linawekwa mahali pamoja, huwa linawekwa It is put mahali at pamoja, one place watu wote so that all the people wasikilize kupita hapo. may hear from that. Haleluya! Hallelujah. Kwa hivyo ukija uwe na ile njaa So when you come, you should be hungry ya kusikia, to hear, ya kusikia, to hear. maana yale unayoyataka yale Because all that you want yako kwenye yale mafundisho. are inside the preachings. Haleluya! Hallelujah. Sasa unahitajika So you are meant to kwanza hear. ufurahie yale mafundisho, First, you rejoice with the teaching. ufurahie kule kusikia, You rejoice in the hearing. maana yale mafundisho Because the teachings yeye anakufikisha will make you reach pale mahali unahitaji. to where you want. Unafika mahali You reach to a point, unaona, you see that, kumbe mimi nasumbuka. so I'm getting this Na neno trouble, ni hilo. and this is the issue. Sasa kwa kuwa umekuwa na amani So because you have the na peace yale mafundisho, with the teachings, utaona kupata kile unachotaka you find that getting what you want si kazi ngumu. is not a difficult thing. Uona mimi mikutano ya nje, mikutano ile ya nje, All those crusades we do outside, utaona watu wanatembea, you find people walking. mhubiri anahubiri, The preacher's preaching, lakini kuna watu wanatembea but then there are people walking around. ni kana kwamba hawako mkutanoni, It's like they are not within the crusade. lakini wakisikia But when they hear,
Watu wanaitwa kuja pamoja. That when people are called together, Wanakuwa wa kwanza. they are the first one to come. Haleluya. Hallelujah. Wanakuwa wa kwanza kufika They are the pale. first one to come there. Yeye amesikia nini? What has he heard? Na alikuwa katika shughuli zingine. And he was doing some other things. Na imani And faith huja kwa kusikia. comes by hearing. Sasa huyu amekuja mbio. So this one has come Amesikia running. nini? What has he heard? Naye alikuwa na shughuli zake. And he was doing his own concerns. Anatembea. He was walking. Anatembea. He was walking. Anatembea. He was walking. Lakini akisikia But when he hears jeni pamoja. that people come Anakuwa wa together, kwanza. he's the first one to come. Yeye anakuja hapa. He comes here. Amesikia nini? What has he heard? Imani Faith huja kwa kusikia. comes by hearing. Wewe hukutaka kusikia. You didn't want to hear. Waje upate nini? Then why are you coming here? Yale maombi The prayers yanaenda kwa wale ambao are going to those people walikuwa na njaa who were hungry ya kusikia, to hear, kutaka kujua wanting to know amefungwa na nini. why he has been bound. Sasa wale So those ndio ones, walikuwa na mzigo. they are the ones who are the burden. Sasa maombi yale So those prayers yanaenda kufanya kazi kwa watu kama are wale, going to work with such people. si wale walikuwa na shughuli zao. Not those who are doing their concerns. Haleluya. Hallelujah. Imani So faith huja kwa kusikia. comes by hearing. Sasa lazima ufurahie So you must rejoice. kule kusikia The kwanza. hearing first. Haleluya. Hallelujah. Maana kila njia Because every way iliyonyoka that was put iko katika lile neno, is within the word. na neno limewekwa kwa mnenaji. And the word has been put in the speaker. Hata hivi sasa And even at this time, tayari neno limewekwa already the word has been kwa ajili ya prepared Jumapili ya leo. for the sake of this Sunday. Haleluya. Hallelujah. Liko tayari. It is ready. Nangoja mtu mwenye It is kusikiliza, waiting for anybody who is hungry to hear. mwenye kupokea, Anyone who will receive it. yule aliye na njaa The one who is hungry na kusikiliza, or to hear the word. huyo ndiye atakayefaidika. That one is the one who's going to benefit. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo tuwe kitu So kimoja let us all be one na thing mnenaji, together with the speaker. tuwe pamoja naye, Let us be together with him. munge mkono Let us support him. yale anenayo, Whatever he says. munge mkono Let us support him. yale anenayo. Whatever he says. Ndipo ile haja yako Let the time you are need, utakutana nayo hapo you are going ndani. to meet it there. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo tusimpe potezee wakati So let us not waste his time. mnenaji, The speaker, tumpe nafasi mapema. let us give him a chance early. Yeye ana maneno mengi He has many things to ya say to us. kutuambia, maneno mengi ya kutuambia. He has many what to tell us. Haleluya. Hallelujah. Bwana anafanya kupewa, Because he's just given. anafanya kupewa, He is just given. anafanya kupewa. He is just given. Sasa tunampa nafasi So we are giving him a chance ili anene so that he may talk na uhuru wake. with all the freedom. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tuinamishe So vichwa let vyetu. us all bow down our heads. Tuinamishe Let us vichwa bow vyetu down our heads ili tuweze kumpa ibada mapema, so that we may open up the service early anene na sisi. and give him a chance to speak Baba, to us. ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa upendo wako mkuu, maana tayari Bwana umeweka ibada maalumu kwa ajili ya roho zetu Bwana. Ninakushukuru kwa ule ujumbe ambao tayari Bwana umeuweka kwa ajili yetu. Baba, ninakushukuru na ninaamini Bwana wewe utakuwa pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na ifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo karibu So welcome na tulia mahali ulipo. and become where you are. Neno linakuja pale The pale. word is coming right there. Mungu anatembea ndani yako. God is walking in you. Atakutembelea pale He's ulipo. going to visit you where you are. Akitembea kwa He's yule going to visit that anatembea one. na kwako. He's also going to visit Karibu you. pastor. Welcome, Pastor. Karibu sana. Welcome very much. Utuambie Come and tell us kila neno every word Mungu analokuambia. that God is commanding you. Tuambie, That you tell us. sisi tuko hapa We are all here kusikiliza. to hear from you. Kusikiliza. To hear from you. Kusikiliza. To hear from you. Bwana, tunajua yale unenayo Because you know that whatever you hayatoki say kwa nafsi yako, are not coming from your bali ni soul. Mungu wa But it is God all anayekutia nguvu. that is strengthening you. Karibu Pastor So Rimba. welcome, Pastor Rimba. Karibu sana. Welcome very much. Karibu sana. Amen. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen.
Jumapili njema. It is a good Sunday. Mungu wa mwanzilishi ametuleta pamoja. God of the founder has brought us together Kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu. by the prayers of his servant Emmanuel Kea Mzungu. Tumelindwa wiki nzima. You have been protected the whole week. Tangu Jumapili From Sunday mpaka leo ni Jumapili tena. up to then another Sunday. Ametuleta pamoja He has brought us together ili tukumbushane so as to remind each other yale mengi tuyasikia all the many things that we have heard kupitia na mtumishi wake through the servant of God ya kutuokoa sisi. of bringing salvation to us. Naenda kukumbushana I'm calling this reminding each other kwa sababu ndivyo Musa alivyoambiwa. because that is exactly what Moses was told. Wakumbushe amri hizi kila But Sabato. remind them these commandments every Maana moyo wa Sabbath day, mwanadamu ni msahaulifu. because the heart of man is forgetful. Kama yale mengi tumeyasikia kupitia na mtumishi wake If all tungeyatunza, those things we have heard from the servant of God, ingekuwa haina haja leo kuja kanisani then there will be no need of us coming to church, na kila mmoja anatunza yale yaliyo moyoni, because everyone is taking care of what he has heard, anaenda kwa biashara zake. and you are going to your businesses. Haleluya! Hallelujah. Maana la Mungu liko moyoni, Because the word of God is already in our lakini kwa heart. sababu tutapigana vita na mwovu shetani, But because we are fighting against the devil, yeye hung'oa ile mbegu njema, he normally approves what has been planted. ndio kazi yake. That is his work. Mhubiri anapanda, yeye anang'oa. The preacher is sowing and he is uprooting. Ndio inabidi tuje kila wakati. That's why we always have to come here. Mwanzilishi akapewa siku za ibada, The founder was given the days of service Jumapili, on Sunday, Jumatano, on Wednesday, Alhamisi, on Thursday, ili so that hata kama shetani ameng'oa, even if the devil may have uprooted, pandwe tena mbegu njema. we may sow again another seed. Yeye anang'oa He's uprooting na inapandwa, and it's again planted or sown. na mtunzaji yuko, And the one who's taking care is there, ni Bwana Yesu. is Jesus Christ. Amen. Amen. Na shetani hatashinda, That the devil never overcome, maana tutiae nguvu ni Bwana Yesu, because the one who strengthens us is Jesus Christ. na Mungu ndiye alituchagua, ametuita, And it is God who chose us and called us. na alisema niliowaita mimi And he said, those I call, nitawahesabia haki I will justify them, na nitawatukuza. and I also glorify Kwa them. hivyo shetani hatashinda, So the devil never overcome. Yesu ndiye mshindi. It is Jesus who will be victorious eventually. Hata akang'oa hataweza kung'oa mbegu zote Even if he uproots, he will not be able to uproot all the za seeds. Yesu, ziko pale zitastawi, maana hawezi kuzing'oa hizi, There are some planted by Jesus that are there and they are going to germinate. sababu si yeye aliyetuita, Because he's not the one who called us. tuliitwa na Baba Mungu, We were called by the Father God. naye alisema niliowaita mimi And he said, I called you, hao nitawatukuza, and I am going to glorify them, nitawahesabia haki. and I also justify Kwa hivyo them. shetani hashindi, So the ameshindwa kwa devil jina la never Yesu. overcome. He's defeated in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo So vita viko, fighting is there, Bwana Yesu alisema, but Jesus said, lakini akasema jipeni moyo, but he said, take heart, maana mimi nimeushinda ulimwengu. because I've overcome the world. Baba yetu yuko, Our mtumishi wa Father Mungu is there, the Mzungu. servant of God, Emmanuel Kea Mzungu. Vita si kitu, The war is nothing, lakini yeye hata japokuwa na vita hivyo, but even though he's undergoing all that lakini war, anatuombea kule moyoni, but he's praying for us in his heart. anatuombea kule moyoni. He's praying for us in his Yeye heart. ukikaa na yeye akipata nguvu, If we get some strength and you Na sit down with him, akiongea, he's praying for us. anasema msiache kuniombea, He says that not Na also mimi stop nami praying for me, nawaombea. and I'm also praying ninyi for you. msiache kuniombea, Not stop praying for me, na and mimi I'm nawaombea. also praying for you. Ndio neno lake saa hiyo. That is his word. Haleluya. Hallelujah. Na kwa imani kule moyoni mwake, And by faith in his heart, yeye hakosi salamu za moyoni. he normally gives us greeting from his heart. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo kwa imani So by faith, yeye amewasalimia kwa jina kuu la he Bwana has passed you Yesu. greetings in the name of Jesus Haleluya. Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Kabisa. Surely. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Leo
Today, nataka nikuambie kitu kimoja. I want to tell you something. Kila mmoja anataka Mungu afanye kazi. Everyone wants God to work with Kila him. mmoja anataka Bwana Yesu afanye kazi. Everyone wants Jesus to work with Kwa him. kila mahali anapokaa, katika In kazi every zake, place katika you biashara zake, katika maisha yake. All the work you are doing with your business. Lakini But kuna mazingira Mungu hufanya kazi. there is an environment that enables God to work with you. Amen. Amen. Mazingira gani Mungu anayofanya There kazi? is an environment that God can work with you. Maana kila mmoja ana njaa. Because everyone is hungry. Ambapo apate, He wants to get something. anapofanya kazi zake zifanikiwe. Whatever work you are doing, you want it to be successful. Haleluya. Hallelujah. Lakini Mungu ana mazingira ambayo yeye huwa anafanya But then kazi. God has an environment that he works in. Bila mazingira hayo, Without that environment, humuoni you never see him, hata ukafunga siku even 40. if you fast for 40 days. Haleluya. Hallelujah. Tokawa na bidii gani? Even if you are so Hata diligent, kama ukawa muombaji wa even if you are so prayerful, kukucha, the whole night, lakini mazingira gani Mungu but then anafanya? in what environment are you? Haleluya. Hallelujah. Akasema Yohana Then John said katika waraka wake, in his epistles, akamwambia ndugu mpenzi, he told my beloved naomba brother, ufanikiwe I want you to be successful kama vile roho yako inavyofanikiwa. as your soul is successful. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo kufanikiwa kwa mtu So the success of one kwa kila alifanyalo to anything that he katika does maisha yake in his life inategemea yeye anafanikiwaje kiroho. depends on how successful you are spiritually. Mazingira. The environment. Haleluya. Hallelujah. Vita hata kama ni vikubwa namna gani, Even if the war is so big, hata kama umejaa umaskini namna even gani, if you feel a lot of poverty, hata kama umejaa tabu namna even gani, if you have a lot of trouble, lakini wataka Mungu akutembelee but then you want God to visit you na awe rafiki yako, and to be your friend, Bwana Yesu, Jesus Christ, hata afanye kazi, and to work with you, kuna environment, yani mazingira there is an environment ambayo ndio huyo Yesu hutembea hapo. that Jesus can visit you. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Na ukiwa katika mazingira hayo, And if you are within that environment, hata huna kazi ngumu, you have no hard work. huna kazi ngumu, You have no hard work. umuitapo anakuja, When you call him, he'll come, atabariki, he'll bless you, ataokoa. he'll save you. Haleluya. Hallelujah. Tusomee waraka wa Petro wa kwanza, Read for us from the first epistle of Peter. mlango waraka wa Petro wa kwanza, The first epistle of Peter, mlango wa kwanza. verse 1. Unajua ni mazingira gani Mungu anafanya kazi? You know that environment where God works? Haleluya. Hallelujah. Mazingira. The environment. Shida iko hata ni kubwa namna gani, The problem is they are so big. hata kuna jambo gumu namna gani Even if there is any difficult thing ambao limekushinda akili, that is overcoming your lakini mind, ili Mungu afanye kazi, but for God to work with you, anaangalia kuna mazingira gani He's pale, looking in which hata environment niende you kutia are, mema pale, so that He can be able hata to niende put good things kuponya there. pale, That He comes there to heal you. hata niende kuonekana nikiokoa pale. That He may be seen manifesting your healing there. Haleluya. Hallelujah. Tusomee mstari wa 8 Read for us verse 8 mpaka wa 9. to 9. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamumuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu, katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Haleluya. Hallelujah. Neno la Mungu The word of God ni mzunguko. is surrounding. Natoka hapo lazunguka lakini laja. It comes from here, goes around and comes at the same place. Anasema He says, na yeye mwampenda, whom you have not seen, but you japokuwa love, hamjamuona. even though you have not seen, Hamjamuona sasa, you have not seen him, lakini mnampenda. but then you love him. Amen. Amen. Hamjamuona, You have not seen him, lakini mnamwamini. but then you believe in him. Haleluya. Hallelujah.
Tusomee tena hapo. You read for us again. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamumuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Whom having not seen, ye love, in whom, though now you see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Naye mwampenda You love him, ijapokuwa hamjamuona, even though you have not seen him. ambaye ijapokuwa hamumuoni sasa, Even though you don't see him now, mnamwamini tena mna furaha but then you believe in him and you have a lot of joy, isiyoonekana which cannot be seen, yenye utukufu which has glory katika kuupokea mwisho wa imani yenu, in receiving the end of your faith. yaani wokovu wa roho yenu. That is the salvation of your soul. Wokovu wa roho yako The salvation of your soul, na maishani mwako, and in your na life. wokovu utakujeje? And how will that Maana salvation Bwana come? Yesu amekuja pale. Because Jesus has come there. Palipo na Bwana Yesu kuna kuokoka. Where there is Jesus, there is salvation. Amen. Amen. Zakayo ana tabu nyingi, Zacchaeus had many haoni problems. Yesu kwa njia He nyingi. was not seeing Jesus in many ways. Haleluya. Hallelujah. Lakini alipotimiza la Mungu, But when he fulfilled the word of Bwana Yesu God, akasema twende nyumbani kwako. then Jesus said, let us go to your home. Wokovu akaupata ule He alikuwa got alikuwa the hauoni. salvation that he was looking for. Sasa mazingira haya ni nini? So what is that environment? Mazingira haya That environment ni amani. is peace. Amen. Amen. Hata shida ni kubwa namna gani, Even if the problem is so big, hata umetatizwa vipi, even if you are so troubled, hata una tabu gani, you have a lot of trouble, lakini moyoni mwako but then in your heart, una amani there is peace. kwamba Mungu That God atafanya, will do it maana aliniitia mimi. because he called me for good things. Unampenda hujamuona, You love him, you have not seen lakini him, una amani but then you atafanya. have peace in your heart. Amen. Amen. Hujamuona, You have not seen lakini him, una amani. but then you have Amani peace. ni kumwamini. Peace is believing in him. Moyoni huna ghadhabu, In your heart you have no wrath. moyoni huna vita, In your heart you have no moyoni war. hamna hofu. In your heart there is no fall. Watu wanamaka, rimba yule, People are exclaiming, all that, dhiki ile alionayo all yule, that tribulation that he has. lakini wewe mwenyewe una amani. But you personally have Moyoni peace. unakutulia. In your heart you are calm. Mabaya hayo waonayo watu wewe huyaoni. All those evil things people are seeing, Ile they don't see amani them. ile. So that peace, Mke yuko, the wife is una there, neno naye. you have nothing Jirani against yuko, her. The neighbor is una there, neno naye. you have nothing against him. Amen. Amen. Amani. You have peace. Moyo uliosamehe, A heart that is usio na neno na forgiving, mtu, and that has no Hiyo nothing ndio against amani. anybody. That is peace. ataonekana Bwana Then Yesu. Jesus will be seen there. Amen. Amen. Hata liwezi namna gani atakuja Even if kuponya there pale. is a big problem, Jesus will be seen. Amani. Peace. Ndio wanakwaya wameimba, nikasema asante. That's why the choir member sang and they said, Kama thank you. wamejua. It's like they have known. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ndio siri kubwa That duniani. is the greatest secret in the world. Mazingira ya Mungu kufanya kazi ni mazingira The gani? environment that can enable God to work with you. Amani na watu wote. Peace with all men. Haleluya. Hallelujah. Amani rohoni mwako, Heart in you, a peace kwamba in hii your shida heart. iko pale kweli. The problem is there though. Kwanza uwe na amani wewe mwenyewe kwa Mungu, But personally, you may have peace with kwamba God. shida hii, Even though you have that una problem, amani kwamba Mungu ataniokoa. but then you have peace that God will deliver me. Una furaha kwamba Mungu You are ataniokoa. rejoicing that God will deliver me. Alafu And then una amani na you huyu have peace with that na one, yule and that one, na yule, and that one. huna neno na mtu. You have nothing against anybody. Atakuja, Jesus will come. atakuokoa. He'll come and deliver you. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Mazingira That is the environment. ndio waweza kuona twaombeana That's hapa. why you may see we are praying for each other here. Hata una shida, una bidii ya kuombewa kila You have a Jumapili problem and we pray for you every na Sunday. unashauriwa kila And you Jumapili, are counseled every lakini Sunday. Yesu haji, But then Jesus maana will come anaangalia hayo mazingira. because he's looking at the environment Waja you kweli kwa are in. pasta, mimi na shida hii na You are shida truly hii, going to the pastor telling him you lakini have uko this problem, moyoni but in your una heart neno na baba you yao, have something una against neno your na father-in-law, semegi, you have something una against neno your na brother-in-law, jirani. you have something against your neighbor. Amen. Amen. Hata unamsalimia lakini tu kwa shingo upande. You are just greeting them but not Mazingira willingly. hayo Yesu So haji. in such an environment, Jesus will Amani na come. watu wote. Peace with all men. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ndio siri tu. That is the secret. Hata wewe kama kuna mazingira ya mvua huwezi uende kulima. Even if there is no environment of rain, you cannot go to the farm.
mvua yanyesha chepechepe, and it's raining alafu heavily, wale watu kwa mazingira yao wako na majembe yao na limakwepo, and then you are showing people how to weed for your crop. utaona mtu shambani. Nobody will go to the farm. Mungu yeye ndiye afanye kazi kila mazingira. It is God who is working in every environment. Hata umejaa ghadhabu, You are filled with tena wrath, haje hakuokoe. but still to come there Hata to Mungu deliver naye ana you. mazingira yake ambayo huwezi kumuona akija kwako. There is an environment that will not enable God to come to you. Amen. Amen. Mvua yanyesha, The rain is kila raining. mtu anaona anatafuta mahali pa kujificha. Everyone is looking for Maana somewhere to mazingira haya hide. hayafai. Because in such an environment it's not Mwenye good. biashara ya jua kali atafunika biashara Or those zake. who are operating under the sun will not be able to Hakuna operate. kuuza saa There's hiyo. nothing you are going to Wote sell. wanaenda kwa vivuli. Everyone are going to the shed. Maana mazingira hayo Because in such an environment, hayafai kufanya kazi. you cannot do any Ila business. leo mnataka kusema Mungu yeye afanye kazi. But kila then you mahali. want God to work in any Umejaa environment. uchungu na You yule. are filled with bitterness Umejaa against vita that na one. yule. You are filled with war with Mawazo that yako ni one. machafu. Your thinking is Lakini kwa bad. sababu mbele ukiombewa utapona ndio watu waombe. But because you're a miracle devil, when you pray for you are getting healed. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema That's why he says, mpaka kwanza wewe mwenyewe binafsi you must personally, hujaona uwe na amani. you have not seen, but you may have Hujaona peace. kitu lakini upende. You have not seen anything, but then you have love. Amen. Amen. Yaani hiyo ni amani. That is now peace. Unafurahi na hujapata. You are rejoicing, you haven't got. Ndivyo Paulo akasema, That's why Paul says, furahini katika Bwana rejoice in the Lord siku zote. all days. Tena anasema And furahini. again I say rejoice. Siku zote. All days. Kwani siku zote ni za mema? Are all days for good things? Maana yake Meaning, mabaya yako evil things are lakini ili there. Mungu afanye kazi. But then for God to work, Amani. there must be peace. Kwanza rohoni mwako. First in your heart. Shida iko. Problem is there. Hawasioamini kwao ni kubwa. To those who don't believe, that problem is so Lakini big. wewe uaminie Yesu ni Bwana. But you who believe that Jesus is the Uwe Lord, na amani kule. you must have peace in your heart. Hii shida huioni. You're not seeing the problem. Unamuona Yesu ni Bwana. You are seeing Jesus to be the Una Lord. amani kule moyoni. You have peace in your heart Yesu ataniokoa. that Jesus will Una deliver. furaha kule You are moyoni. rejoicing in your heart. Japo hiyo shida ulionayo Even though the problem you si ya have kufurahi. is not for you to Lakini rejoice, una furaha kabla shida haijaondoka. but you are rejoicing in your heart even though the problem is still with Ni you. amani. That is peace. Nitapata. Then you're going to get. Asante Bwana Yesu nitapata. Thank you, Jesus, for getting. Amen. Amen. Alafu secondly, And again, amani na yule. peace against this one. Amen. Amen. Na yule pale. And with that one also. Hata kama amekutukana, Even if he has insulted you, jirani yako, he's your neighbor, ni baba mdogo, your uncle, ni mke, he's your wife, amani. but you have peace with him. Amen. Amen. Moyo unaosamehe, A heart that can forgive, usio na neno na mtu, that has nothing against anybody. Mungu anakuja. God will come there. Haleluya. Hallelujah. Atakuja, God will come. atakuja. God will come. Na hata kama tabu ni kubwa And namna even if the problem is so lakini big, Yesu amekuja but Jesus has come. kama alivyokuja kwa Zakayo. As he came to Zacchaeus, Ametafuta kumuona Yesu siku he nyingi, has sought to see Jesus ni for many mtu wa days. namna gani, Whatever a man he was. lakini akawa ni mtu roho yake haina amani. But he was a man who had no peace in his heart. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Somee hapo tena. You read for us again the same verse. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamumwoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Whom having not seen, you love, in whom though now you see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Haleluya. Hallelujah. Alafu tusomee And again read for us Waefeso 4:31-32. the book of Ephesians, Hiyo chapter ndio 4. siri kubwa ndugu zangu. That is the greatest secret, my brothers. Haleluya. Hallelujah. Unaweza kuwa mtu una imani kubwa kabisa kwa Mungu. You may be a man with great faith before God, Imani kubwa kwa Mungu. great faith before God, Lakini ushangae, but then you're surprised. mbona Why? shida ikija When a problem comes, nitaomba mimi I'm lakini praying, je, una amani? but do you have peace? Haleluya. Hallelujah. Na jirani zako With your neighbors na unaokaa nao and those you are dwelling with, kazini kwako. in your place of work. Haleluya. Hallelujah. Mazingira yako. The environment.
Hata unaishi na watu You are living with people wasio na maneno ya amani, who have no words of lakini wewe peace. utafuta kwa bidii But kwa then you seek diligently to have peace with them. moyo unaosamehe, A heart that is able to roho forgive. inayoachilia, A heart that is able to pardon. amani Peace na watu wote, with all men. wakubwa kwa wadogo. Big ones and small ones. Haleluya. Hallelujah. Wanakutukana, They're insulting you, wanakuitaje, or whatever name they call you, wanakwambiaje, whatever they tell you, lakini amani. but then peace with them. Haleluya. Hallelujah. Amani na watu. Peace with them. Kwanza una amani First you have kwamba peace shida hii that this problem, Kristo ni Bwana, Jesus is Christ, ataniokoa, and he'll deliver me. alafu tena And again, una amani na watu. you have peace with all men. Ndio anasema katika Waefeso, That's why he says in the book of ghadhabu Ephesians, zote all the wrath na matukano and yote all the insult na machafuko and yote all the defilement, yasiwe kweli, that should not be within you. yasiwe They kweli. should not be within Wewe you. watu wa You kusameheana. should be people who are able to forgive Ghadhabu wrath na matukano, and all insults manunguniko and all na murmuring machufuko and all confusion. yasipatikani, They should not be yasipatikane found kwenu. in you. Hapo ndipo Mungu anafanya. That is the time now God will come. Haleluya. Hallelujah. Ndio mimi mngenizika hapa. That's why you would have buried me. Naongoza siponi. I'm guided and I'm not healed. Asima imesimama hapa. Asthma is there. Mashaka, Problems maana sina amani. because they have no peace. Na nabidi kufanya kazi za Mungu. And I'm doing the work of God with all the Wazee diligence. wanasema wewe rimba. And elders are saying, you Kazi hizi remember, ufanyazo hizi. all this work you're Wewe doing, unastahili kuwa mzima. you deserve to be right. Mimi niko hapa. But then I'm here. Naona wadugu hawanipendi. I see the brothers are not loving me. Hata watu wa Mungu hawanipendi. Even the people of God are not loving me. Kule kuonywa naona sipendwi. Just to be warned, I think the Nataka people kila are not kazi loving niitwe me. mwema tu, niitwe mwema tu. I want to be called good every time. Nisikosolewe. That should not be corrected. Nisikosolewe. That should not be corrected. Kwani mimi ni Mungu? Then who am I, God? Hata Mungu watu mkosoa. Even God can. People Ah, correct mvua God. imezidi, mvua imezidi, mvua imezidi. Oh God, there is a lot, that is a lot of rain. Anasema imezidi kweli. Okay, they're saying. Unaona huo anaiacha. But then he sees that he's cutting the rain. Ila mimi sitaki kukosolewa. But I don't want to be corrected. Naombewa hapa, I'm praying for lakini here. roho haina amani. But then the heart has no peace. Ina laana Have a curse. ya kutaka kutangulizwa, Want to be put first. ya kutaka kuhesabiwa bora. Want to be esteemed better. Haleluya. Hallelujah. Lakini nashukuru Mungu wa mwanzilishi But then I thank the God of the kwa founder maonyo mengi ya watu wa Mungu. by the many prayers of people of God. Tumishi wa Mungu mchungaji akajua hili. Servant of God Mchungaji knew that. Akajua huyu rimba huyu. And he knew that, remember, Nikiangaliwa kutaka nataka. if they look at me, I have the willingness, Ikawa ni laana. but there was a curse. Sikuwa mwana wa amani. I was not a child of peace, Tangu kwetu kwa beginning baba from na a place where I was born. niliishi mtu wa kunungunika I baba. lived a child of murmuring Baba tu kunungunika baba. against my father, against my mother. Na magonjwa yakaanza huko And kifua diseases kikuu. began from there. Asima, Asthma, sina amani. I have no peace. Katika nyumbani mwetu mimi nimenuka mwana wa mashaka. In my house, I'm the one who was brought up in problems. Haleluya. Hallelujah. Haya nimekuja kwa watu wa Mungu Okay, now I've come to the people of God wanaonitakia mema who wish me kwa good sababu nina laana because I have that ya curse tangu huko. from my fathers. Kama kwa baba sikuishi na amani, If I didn't live with peace from my fathers, je, kwa watu wa Mungu what nafanya about nini? the people of God? Siku moja nikamfuata mtumishi wa Mungu One day I followed the man of God, Emmanuel Kea Mzungu, mtumishi Emmanuel wetu. Gea Mzungu. Yeye ni mwana wa He amani. was a child of peace. Nikamuuliza, Then I asked him, wewe nakuona una furaha nyingi na I'm seeing you with a amani, lot of joy and peace. sikuoni I don't ukikwazika, see you offended. hata unashuhudia siku moja In fact, you are testifying that one day, wandugu walikuona una kisu, brother saw you with a penknife. waliona umevaa suruali na shati lakini imeinuka hivi. They saw that you are wearing a short and Ndugu shirt, but then there was a knife. ndugu mmoja Then akakuuliza, one brother asked you, ndugu ni nini hiyo? then what is this you're carrying? Akamwambia ni kisu. And you said it is a knife. Unaingia kanisani na kisu ndugu? Oh, you are entering into the church with a knife. Haleluya. Hallelujah. Kwani watu hawaingii kanisani na Oh, kisu? people don't go to the church with knives? Akamwambia hapana, He said, no, kiache nyumbani ndugu. you just leave it at Hapa ni home. mahali pa amani. This is a place of peace. Unabeba kisu kwa nini? Why are you carrying a knife? Hii ni kisu yangu hii. Oh, this is my pen Maana knife. anatoka Mwabila huko If I'm coming from Wabila, na huko kuna miba mingi. and there's so many thorns, Kama naja anadungwa na miba na utoa. if I'm pricked with thorns, I use this one to bring Ni it kweli out. kuna miba lakini Or truly there are thorns, hii but kisu usije nayo kanisani. do not bring it to the church. Wacha idunge hiyo, ukifika nyumbani utatoa. Let them prick you, but when you go home, you're going to pull them out. Anasema mimi Then he sikushindana. said, I never competed. Nikiacha tayari I wiki. just left my knife at home. Mimi nikijiangalia, So when I look hata myself, mhubiri akahubiri, even if a preacher is preaching hata afike kwa dhambi yangu, to reach to my sin, amani sina. then I have no peace in my heart.
ninakutafuta kule moyoni, I'm searching in my heart. ni nani aliyesema? Who told him? Ni nani aliyesema? Who told him? Hata nilienda mashauri jana kwa mhubiri, I went to be counseled yesterday, but to the pepo preacher. ananiambia labda yule pastor yule But the devil is telling ndiye me maybe ameenda that kueleza pastor missionary, is the one who informed au ndiye missionary, aenda kueleza mhubiri. or maybe he told the preacher Rimba anasema hivi na hivi. that Rimba is saying this and that. Pepo And that. ananiambia So the devil is telling me unahubiriwa wewe, unahubiriwa wewe. they are preaching about you. Roho anaongoza mhubiri, The anahubiri, Spirit of God is guiding the preacher to lakini mimi preach, naona ananihubiri mimi. but then I'm seeing that he's preaching about me. Basi angaa nifurahi, maana roho ameona nihubiriwe. So at least that I rejoice because now my sins are being Nina preached. vita. I'm fighting. Ni in my nani heart. amesema? Then who said that? Kwanza nilipooa ndio vikazidi vita First, hivyo. when I got married, that war multiplied. Amen. Amen. Ndio sikuona kupona kamili, That's why I never saw maana completely. mazingira Because the environment rohoni mwangu in my heart na mazingira katikati, hata wale unaotarajia and the waniombee, environment of those I'm expecting to pray Sina for amani me, nao. I have no peace with them. Yeah? haleluya. Hallelujah. Mungu hafanyi kazi katika mazingira. Then God will never work in such an environment. Haleluya. Hallelujah. Mpaka nilipohubiriwa, Until the time I was preached mpaka laana hii ilipoondoka, and this curse went away, nikajifunza kuwa mwana wa amani. I learned to be now a child of peace. Uniiteje, Whatever you call me, uniambieje. whatever you tell me. Basi mtumishi wa Mungu maana nikamzungu So akanifundisha. the servant of God, Emmanuel Kiamzum, Wakati huo taught me. alikuwa mzee wa kanisa, At that time he was the church elder. akaniambia, ndugu, He told me, brother, wewe una amani, you have no peace. hata ukihubiriwa unasikia kubazika. Even if you are preached, you feel that you're offended. Si hapa ndugu, It is not here, rudi kule kwa brother. babako na mamako. It is right to your home, your father and mother. Akamwambia mimi I said, nilikosoa baba I corrected my father, na baba ananipenda, and my father was loving me, lakini mimi but sikumpenda. I never loved him. Alikuwa baba akija, Whenever my father came, ametoka mtaani kutembea, he's coming from the village walking, na wazee wetu wakitembea mtaani, and some our fathers, when they walk around ni the village, wazee wanaonja kidogo they kuondoa are aibu, elders, they test something a little bit, kuondoa aibu ili waweze kuzungumza na removing ushuhuda. the shame so that they can speak openly. Wanakaa kwa la minazi, So wanaondoa they aibu. sit under the trees there and Sasa take akija some nyumbani, alcohol. So when he comes home, lile pendo alilonalo mimi the kwangu great mimi love that he has na upon kwa me, watoto wa kiume, and to his anasema boy, njoni hapa wanangu, he's saying, okay, come here, my nataka children. muwe na akili. I want you to have understanding. Mimi kule moyoni So in my heart, nasikia kuchoka, I feel that I'm tired of him. na mujibu si So kwa msemo, I am answering him in my heart. nasema sianze akili yeye Then kwanza. he is the one to begin to have that Kama ni understanding. akili aanze yeye If it kwanza. is understanding, he's the first one to have the understanding. Na kama ni heshima If aanze it is yeye respect, he's the one to have the respect. kwanza. Amen. Amen. Kule kutuacha na njaa Leaving us hungry, na hela anazo, and he has the money. ndio utu huu. Is that now being human? Anaongea kweli, So he really lakini talking, nasikia kusinywa. but then I feel I'm fed up. Na atamaliza saa ngapi niondoke? When is he concluding that I can go away? Oh, Okay. ndio hata watu wa Mungu wanakuonya. That's why even the people of God are warning you. Biblia inasema And the Bible is saying, apendaye mafundisho whosoever loves the teaching atapata maarifa. will get prudence. Kumbe ndio maana upende That's mafundisho, why you don't like the teaching. maana hukupenda toka baba na mama. Because you never lie from your father and mother. Amen. Amen. Maana ukisoma Methali anasema Because if you read the book of Proverbs, it says, apendaye mafundisho whosoever loves the teaching, anapenda maarifa. then he likes the prudence. Kumbe wewe wachukia So mafundisho, you are hating the teaching, wachukia you kulaumiwa. are hating to be warned. Kumbe ni kwa sababu ulianza kwa It babako. is because you began from your Haya, enda father. ukaombe, Now go and pray Mungu that nisamehe, God forgive me. hata leo sina amani Even today I have no na peace wanaonifundisha. with those who are teaching me. Amen. Amen. Nachukia mafundisho I'm hating the teaching. na mazingira hayo, And in that hivyo environment, huna amani, in where you have no peace, hivyo mwana wa amani. that way you are not a child of peace. Mungu hafanyi kazi, God will never work with you. utafanya kuona kama mwangaza tu, You are going to mwangaza see some little light. utaombewa kweli, You'll be prayed lakini for, mwangaza but then the utakuja. light will come, Yesu, but Jesus will never come. amen. Amen. Hakuna atafanya. Nothing. Hatafanya kazi kabisa. Jesus will never work completely. Haleluya. Hallelujah. Nikamwambia niombee pastor. So I told him, pray for me, Niombee pastor. mzee. Pray for me, elder. Anaenda kaombe, Or go and na mimi pray. nikipiga magoti And I'm nitakuombea. also going to kneel down and pray for Mwambie you. Mungu nisamehe. Tell God to forgive you. Haleluya. Hallelujah. Nilimwona yeye ana furaha na So I amani. saw him having a lot of joy and Nikamwambia peace. nataka niwe na amani kama And I wewe. said, I want to be peaceful like you. Amen. Amen. Nashukuru Mungu wa I mwanzilishi. thank God of the Leo founder. naweza kuonywa na kuonyeka. Today I can be warned. Na nilipojaliwa hivyo Because when I was enabled kwa that way, kutaka, because of the ndio willingness, nikafikia kupona mengi then I was kamili. able to be healed of many things. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema That's why he says,
Kwa sababu mwampenda, Because you love him, ijapokuwa hamjamuona even though you have not seen him, na hamjamuona, and you have not seen lakini him, mnamwamini but then you believe in na him, mna furaha, and you are rejoicing, furaha isiyooneka, unspeakable joy, basi ninyi though mtapata wokovu wa roho zenu. you are going to get the salvation that you're talking about. Haleluya! Hallelujah. Wokovu wa roho zenu, The salvation of your soul baraka za roho zenu and the blessings of your soul, you mtazipata are going to receive madamu them, mnapenda, provided you wakati love, hamjaona and though you have na not seen, mnafurahi, and you are rejoicing, havijaja and you have not come, ninyi you, wokovu wa roho, salvation of your wokovu wa soul, roho salvation of your soul utakuja. will come. Nani atazuia? Because who will hinder it? Ni nani atazuia? Who will stop it? Na umecreate mazingira ya Mungu kuja. You are operating in an environment that can enable God to come. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndio haiwezekani ndugu zangu. That's why it is impossible, my brother. Wewe huwezi fanya mazingira ya mvua. You cannot work in an environment of rain. Nataka Mungu afanye kazi kila mahali. Then why do you want God to work in every Mahali environment pamejaa ghadhabu, where there is a uchungu, lot of fitina, wrath and uongo. bitterness and No, hakuna hiyo. nothing like that. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Umejaa manunguniko. You are feeling Tusomee marvelous. Waefeso Read for us the book of 4:31, Ephesians, 32. chapter 4. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Anasema He says, uchungu wote all bitterness na ghadhabu and all na wrath hasira and all na evil makelele speaking and na clamor matukano and all evil speaking yaondoke kwenu, should be put away from you, pamoja na kila aina ya ubaya. together with all malice. Tena eweni wafadhili ninyi kwa ninyi, And be kind to one another, wenye huruma na mkasameheane, tender-hearted and able to kama na forgive, Mungu katika Kristo Yesu as God through Christ Jesus alivyowasamehe na ninyi. also forgave you. Ghadhabu, Clamor, uchungu, wrath, bitterness, fitina and malice zitoke kwenu. should go away from you. Mazingira hayo, In that environment, amani iwe in hapo. that peace. Amen. Amen. Hata wametukanwa, You have been insulted. kinasema chuo The Bible is saying, alipotukanwa when they insult you, hakuregesha matukano, hakuregesha he matukano. never returned the insult. Yani moyo unaosamehe. That is a heart that is Hauna able to neno na forgive. mtu. You have nothing against anybody. Haleluya. Hallelujah. Dhiki hata ikawa kubwa namna gani, Even if the problem is so big, Yesu atafanya kazi. Jesus will work with you. Bwana Yesu atafanya kazi. Jesus Christ will work with you. Hafanyi kazi He yeye does not work mahali penye mazingira inside an environment yenye ugomvi, that has wrath and Penye competition uchungu haji hapo. and bitterness. waombewa You are prayed for, au unaomba, or maybe you are lakini praying, una uchungu na mume, but then you are bitter against una somebody. uchungu na jirani. You are bitter against your neighbor. Amen. Amen. Wamsema yule ni mchawi, You are saying that one is a witch. una vita You naye, are fighting against him. hata wampikia chai, You are preparing tea lakini for him, wasema mtu huyu. but then you are saying this man. Mazingira hayo Yesu In akaja. such an environment, Ndio Jesus will never utaona work. shida ndogo That's yenyewe why you may find a very small Umejaa problem. wasiwasi, You are waona filled kufa. with worries. wanakufa, maana mtetezi hayuko, ni Yesu. You are seeing death because Jesus the defender is not there. Atutiaye nguvu The one who strengthens us kuweza kila jambo ni Bwana to Yesu. do everything is Jesus Christ. Sasa hofu yaja, maana hapo hakuna So mtetezi. fear is coming because Jesus is not there. Kukutia moyo hayuko na ni Bwana Yesu. Anybody to encourage you is not there because Jesus Christ. Ndio alipoona wanafunzi wamejifungia milango, That's why when he saw the disciples having them shut wamejaa themselves, hofu, they were filled with fear. akajua hawa He knew these ones. shetani anawawinda zaidi. The devil is hunting for them. Akawaambia amani iwe Then he kwenu. said, peace be upon you. Haleluya. Hallelujah. Mazingira hayo In hayo, such an environment, mimi ili nifikie kuokoka, for me to be able to reach to salvation hata kupona vita hivyo vyote, and to be healed of all that war, hata leo niwe hapa nikiwashuhudia and if today, even today I'm here testifying to kwa you niaba ya mtumishi wa Mungu. on behalf of the servant of God. Amen. Amen. Mpaka nilipofundishwa kuwa na amani. It is until when I was taught to have peace. Haleluya. Hallelujah. Leo Today, hata unambieje, even if you tell me hata anything, unitukane, even if you insult hata me, unambieje, whatever you tell me, hayakai hapa they are moyoni, not in my heart. na naomba yasikae. And I'm praying that they should not be in my Amani. heart. Peace.
amani, peace, amani. peace. Nilale njaa, If I sleep hungry, na amani, kesho Mungu atafanya but then mlango. I have peace because tomorrow God will open up the Sijapata door. kile. I haven't got Sasa that. nisikie uchungu, So then I should be mbona watu bitter. wananipita? Then why are people Na overcoming me? walikuja jana. And they came here yesterday. Dinari ni moja, dinari ni moja, Oh, dinari it is only one dinner. malipo ni mamoja. Or the payment is the Aliyekuja same. jana, The one who came yesterday, aliyekuja saa or moja, the one who came at 7 na o'clock, yule wa saa tatu, and those who came at 9 na yule wa o'clock, saa and sita, those who came at na 12 yule wa noon, saa tisa, those who came at 3 na wa saa o'clock, 11. and those who came at 5 Bora o'clock. umefanya kazi kwa amani Provided you have done the work na with peace, imependeza tajiri, and you have called the employer, dinari ni moja. it's only one dinner. Haleluya. Hallelujah. Kwa mtolea Mungu kweli, You are giving to God ili really, baadaye wakosa amani wasikia but kujuta, after that you feel regretting, you have no waona peace. kunyang'anywa. You feel that you have been robbed. Yesu aje, Then Jesus will aje never hata come abariki mtu kama huyo to come and bless such a person ambaye kweli ametumika, who really has served him. ametolea Mungu He has kweli, given to God really, lakini akiona shida but when he sees the problem, anajuta. he's regretting. Ametolea Mungu He kweli, gave to God really, lakini anakujahadhari, but then he's cautious. He anakujahadhari, is cautious. sijui zaenda wapi, I don't know where this man is Sijui going. zaliwa na nani. I don't know who is eating it. hamtaona baraka. You will never see the blessings. Amen. Amen. Lakini amani, But seek for peace. najua nimetumikia Mungu. You know that is serving God. Wa mwanzilishi Or founder aliyesema, who says, leteni zaka na sadaka kamili. you bring your tithe and your Walani offering mwangu. inside my storehouse. Haleluya. Na Hallelujah. una amani, And you have that hata peace. uende nyumbani Even if you're going ukute home, kile hakuna, that one is not there, na mtoto amefukuzwa shule, and the child being chased away from school, lakini una amani but then you have peace kwamba Mungu ndiye alinituma that God is the one who has sent me, kusoma kwa mwanangu. Yeye Mungu anajua. then the education of my child is known to him. Mungu haoni, huwa haoni unajuta, God to see that you are not regretting. hugadhabiki. You are not wroth in your Una heart. ghadhabu kwamba You umenyang'anywa, are not wrathful in your heart that you have been robbed. Hujuti. You are not regretting. atakutokezea. Then he will come to you. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Siku moja One day, mtumishi wa Mungu akahubiri hapa, someone of God preached here. nataka pesa, I want money maana kuna kazi imesimama, because there's work that is stopped. nami shule zaenda kufunguliwa, And the schools were shule zaenda kufunguliwa, almost to be open. na nina watoto watatu sekondari And I hapa have hapa 3 children in school here. hapa tu karibu hapa. Here at Kazonzo. Walipata shule za mbali, They got schools from very far, lakini nikasema huko mbali mimi sikuwezi. but then they said I cannot manage that. Nataka kweli mbali, I really want you to go there kwenye sifa za watu kupita mtihani. where people are passing examinations. Napenda I like it. wameitwa, They have been called there, lakini nguvu hizo sina. but then I don't have that strength. Nana pa amani basi, And with a lot of peace, silaumu mtu. I'm not blaming Kwa anybody. nini wana wangu hawaendi huko? Why are my children not going there? Nilaumu nani basi? Then who do I blame? Amen. Amen. Pa amani nikawaambia, With a lot of peace, I told them, ninyi huko mbali hapana, I'll not be able to manage that. ndeni hapa karibu. You just go to very close Hata here. mkifukuzwa Even if you are chased away, bila tikiti mwaje na mguu. without bus fare, you can still walk back home. Nao wakawa na amani na. And they also had that peace. Haleluya. Hallelujah. Ambapo hata mimi nami na mguu Where also I can also sina walk. tikiti, I have no fare, lakini naweza tembea but I can walk. ile 500 au 50 niseme mwalimu shika hii. Or that 500 or 50 shilling, I can say, okay, give it to the Waende teacher. mbali, But today to go to fast hiyo food, tikiti yenyewe tayari ni fee. even the bus fare is school Mimi fee. mbavu zangu hazijafika huko. Oh, I have no strength to take you there. Mtu hujikuna pale mkono You unafika. can scratch yourself where your hand is able to Na reach. silaumu mtu kule moyoni. I'm not blaming Ati anybody in my mbona heart. mjomba ameniacha? That why is my uncle leaving Mbona me? babu Why ameniacha? has my grandfather forsaken Mbona me? bishop Why has the ameniacha? bishop forsaken me? No. Na amani. I have a lot of peace. Amen. Amen. Siku moja mtumishi wa Mungu akahubiri. So one day the servant of God preached here. Nataka pesa, nataka I pesa. want money, I nataka want pesa. money. Uende nyumbani na You mulete. go back home and bring that money. Nikawa na 6,000 And I had 6,000 nimeziweka, that I put it maana bado wiki mbili wafungue because the schools were opening 2 weeks ago, 2 weeks to ili come, angaa niende so that at least I can nikalilie go mwalimu mkuu, and plead with the head teacher. na wako hapa hapa Ngala And they are there at Ngala. watatu. 3 of them. Sauti ikaja, So the voice came to me, haya mtu wa Mungu anataka pesa, if the man of God wants money, na tumezifunika mimi na dada. and we have spared that money, Nikamwambia my dada, wife, I told my wife, Mama nimesikia hii pesa tupeleke. Akasema peleka I heard haraka, that we should take this money there, and they said, na take wakae it quickly, nyumbani. let them stay at home. Nikaleta pale, So I brought that money there. namwambia mtumishi wa Mungu, I told the servant of God, take this. wakati alikuwa ni mchungaji. At that time it was Mchungaji.
Akasema lete haraka pesa Then he yangu said, bwana. bring my money quickly. Namwambia basi ilikuwa ni fee. Then I told him this school fees. Nasema enda zako. Then he said, just go away. Nikajua ameniombea. Then I knew that he had prayed for me. Amen. Amen. Akasema enda. He just said, go away. Nikajua ameniombea. I knew he had prayed Basi for me. nikasikia amani kule So I moyoni. had a lot of peace in my heart. Zitafunguliwa. The schools were Zitafunguliwa open. hawataenda na wakae. If the schools open and they don't go, let them stay at home. Mimi sikuomba mwana kwanza. I never prayed for a child Nilikuwa nataka first. kukaa kama I Paulo. wanted to live like Paul. Missionary ndiye aliniambia mbona wanachelewa? It is missionary who told me we're getting late. Amen. Amen. Tukawa na amani na dada. So we had peace with my wife. Shule yaenda kufunguliwa. The schools are almost opening. Kumbe hivyo And that way- amani hiyo, That peace, kutojuta huko, no regretting in my kutokuwa na heart. ghadhabu huko, And without that wrong, kutokuwa na uchungu huko, we are not bitter. kusamehe huko, Being able to forgive moyoni in our kule heart. kusamehe. We are able to forgive. Kusamehe maana yake ni amani. Forgiving means you have peace. Amani You have peace na watu wote with all men na mambo yote. and everything. Kumbe hivyo tumecreate And that way we had created an environment ya Mungu kuja. for God to come and work with us. Haleluya. Hallelujah. Haya nikatumwa kwenda Mombasa. Okay, I was sent to go to Mombasa. Enda Mombasa juu nilikuwa Okay, nimetaka Rimba, go to kuangalia. Mombasa. I don't know what I was going to buy there. Nina simu ile kama ya over. I had a phone. Nimeipewa kwa ajili ya mawasiliano I ya had been kazi. given because of the communication with the work. Kufika kibanda hasara kule ya chini ya ile ya juu. When I reached Ndio Kibandasara, gari inaanza kuteremuka. now the car was going Simu down. inalia. Somebody called me. Amen. Amen. Nimefanya hivyo I have done na that, Mungu amenitia nguvu. and God has strengthened me. Sisikii kujuta. I don't feel like regretting. Kumbe amani hiyo, And yet that ile peace, amani hiyo, that peace, Yesu amekuja. Jesus had come. Haleluya. Hallelujah. Nikaona simu inalia ngerere. So somebody was calling me. Somebody was calling Nikaisikiza. me. I received it. Nikasikia sauti ya mama. Then I heard a voice of a man. Bwana asifiwe. Oh, praise the Lord. Mwambia asifiwe. Praise the Lord very much. Sasa So, unaendeleaje? Namwambia how salama. are you? I said, I'm very safe. Anasema najua wazukulu saa hii wamefika, sijui wanasoma wamefika wapi. Then she said that I know my grandchildren are in school Ni now. mama anaongea akiwa huko Eldoret. She's a mother talking from Eldoret. Nina miaka sijaenda huko. We have many years without going there. Anaambia wako shuleni I said, yes, they're in school. tangu wapezi ni wakubwa naona. And from the time you saw them last, Pesa kitambo kuja Edukota wewe. because it's long before you came to the headquarters. Amen. Amen. Akasema sasa Then she said, mimi nimeretire I'm na retired nimepata and marupurupu. I've received my Nimesikia dues. sauti So I had the voice. nikuletee kitu kidogo cha karo za I shule. give you something for school fees. Aliyemwambia mimi na mzigo wa karo. Then who told her that I have a Sasa bundle of hiyo school ni fees? marundikizi karibu 30 na And at that time had fees arrears of that about 30,000. Hii ni namba yako, So namwambia this is ndio. your phone number. I Haya said yes. nitakutumania. Okay, I'm going to send you something. Hata napanda ile kokotoni naingia uwanja wa ndege. Ngangala. I was almost going to Kokotoni there. Nikiangalia Message hivi. came in. When I looked at it, Wanaitwa ngapi? K ni 1000. 1K, 1K. 1K, 20K. so 20K. Haleluya. Hallelujah. Nikiangalia hivi When I looked at it, K20. 20K. Karibu nimwambie yule dereva simamisha gari. I was almost to tell the driver, stop, Hapo stop. hapo uwanja wa ndege Stop nirudi. at Uwanja wa Ndege there. Lakini nikirudi na nimetumwa. But then when I go back and I've been sent, Wa! yeah, Furaha imetimia. a lot of joy Wokovu wa roho fulfilled. umekuja. The salvation of my soul Wokovu wa has roho come. umekuja. Salvation of my soul Wokovu wa has roho come. umekuja. Salvation of my soul has Anasema, come. He says, wokovu wa roho the umekuja. salvation of my soul has Hallelujah. come. Hallelujah. Wokovu wa roho Salvation of my anasema soul mtaupata that you are going to mkijaliwa receive kuwa na amani if you're able to have na peace kufurahi and na rejoice kupenda. and love. Hamjaona You'll see it before Amani. saying it. Peace mazingira hayo. in that environment. Hallelujah. 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 Si mazingira ya ghadhabu. It's not an environment na of uchungu, wrath and bitterness na hofu. and fear. Hallelujah. Hallelujah. Hata ukiona ndugu amekutembelea nyumbani kwako, A brother has visited in your house. unasema sijui huyu ni mchawi I don't know, you say, I don't know na whether it's a witch. amekuletea habari njema. He has brought you good news. Mazingira hayo So in such an environment, hutapata kitu. nothing will be done. Uwe na amani na watu. You should have peace with all Baba men. mdogo, Your uncle, ni shangazi, your aunt. mwingine ameolewa. Some are getting Sasa married. ni shangazi amekuja And kutembelea. an aunt has come to visit Wasema huyu you. labda amekuja roga And mwanangu. you say, this one has come to bewitch my child. Shangazi anasema lete mwanangu, lete mzukulu Then the aunt is nimshike. saying, bring my grandchild that I may carry him. Anajificha na kati na anamwangalia. Then you are hiding somewhere and looking at him, looking at her. Sijui atamfanyaje. I don't know what she's going to do to him. Haya. Okay. Shangazi akisema yeye anarudi kwetu. When the aunt says, okay, I'm going back home, Haya,
kuumwa kuko, Okay, being mwana sick is huko there. nyuma baada ya siku moja anze mwili moto, na ni Or maybe the kawaida. child after one day, his Labda body yule is shangazi fit. jana, shangazi yule, Or yesterday, that aunt. unaandamwa na zile hofu zako So you are pursued by that na fear kutokuwa na amani and the lack kwako of peace that you don't, na kutosamehe kwako and unable to na forgive, ghadhabu zako, and you are wroth, shetani anakuja. then the devil is coming. Maana mazingira ya shetani, Because the environment of the yeye devil, huja mahali penye ghadhabu he comes at a place where there is wrath na uchungu. and bitterness. Tusomee hapo. You read for us that verse. Wataka Yesu wawe aje ndani ya maisha yako? You want Jesus to come in your life? una create, yani una mazingira gani unayoyafanya So ili aje? you create an environment that will enable Jesus to come. Waombe wa kila You Jumapili are prayed for every na Sunday, kushauri wa kila Jumapili, and you are being counseled every lakini huko Sunday. ndani But in your heart, una neno na mama you vyao, have something against your una neno mother-in-law. na shemegi, You have something against your Una neno na brother-in-law. jirani. You have something against your Una neno na neighbor. mjomba. You have something against your una uncle. neno na baba mdogo, You have something against your na nyanya uncle yako. or against your grandmother. hata kuja. Jesus will never come. Bwana Yesu aje. Jesus will never come. Amani na watu wote. Peace with all men. Amani na watu wote. Peace with all men. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 20k. 20K. Niliporudi When I came back, nikazitoa, I withdrew it nikaleta kwa mchungaji. and I brought it to Michungaji. Tena alikuwa amezituma na za kutolea, na And he had given me with some Ambia mtumishi wa transaction Mungu. fees. Told the servant of God, maombi yako yamefanya kazi, your prayers have done some good kuna work. ishara imefanyika. There is a sign that has been done. Amen. Amen. Nikamwambia angalia hii. I said, now look at this. Akasema ni nini? He said, what is Hiyo it? ni pesa hii. I said, this is money. Imetoka wapi? Where is it coming from? Imetumwa kutoka It huko. had been sent from there. Huyo mama That mother, mtumishi anamjua huyo mtu. servant of God, knew her very well. Kamtajia. I told her, Sasa so amesema she has said, nikalipe karo. I should go and pay school Niko fees. tayari, hata akasema achana na karo. And I was ready even if we said that, forget about the Wacha school tujenge fees. nyumba ya mwanzilishi. Let us build the house of the founder. Lakini akaziangalia. But then he looked at that money Alafu akanidegeshea akasema akalipe and karo. then he returned it to me and said, go and pay school fees. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nikaenda mbio Ngala. So I went running to Ngala. Principal alinipenda. The principal really loved me. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Wewe kweli ugumu huko wa maisha, Truly, there is lakini hardness in umejaa life, kulaumu ndugu but you zako are blaming your brother, your siblings, na wajomba and your hawanioni. uncles. They are not seeing me. Mbona Why are hawaniangalii? they not looking at me? Mjomba wako awe Bwana Yesu, Your uncle should be Jesus Christ. akuangalie yeye. He's the one to look Uwe na at amani you. na watu. You should have peace with all men. Amen. Amen. Lakini mjomba wa mwilini But then your physical ndio uncle unamwangalia, is the one you are looking for. umejaa ghadhabu. That you are filled with wrath. Yesu hatakuja. Oh, Jesus will never come. Tusomee. Read for us. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Haleluya. Hallelujah. Kijana, wataka Yesu akutembelee kwa kazi zako? Young man, do you want Jesus to visit you at a place of work? Haleluya. Hallelujah. Mazingira, The environment. unashinda ukitenda nini? What do you do every day? Unashinda ukinena nini? What do you speak every day? Misemo ya kufyoa, You are ya ridiculous, kunung'unika kanisa, murmuring about the church, hata wahubiri. even the preachers. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Utachelewa na degree zako, You'll get led with your diligence, mwisho utasema and ulirogwa eventually you say you are bewitched, na mchawi akafa. and the witch also died. Maana Bwana Yesu aje Because Jesus took kwa come mtu mwenye ghadhabu hizi, to a person who has all this mwenye wrong, kunung'unika who hivi, is murmuring, hata akufanikisha. and to do something for Anajua you. huyu ataasi He kesho. knows this one's going to rebel Ikiwa hata tomorrow. hajapata kitu He has not got na anything, nalaumu watu ni wabaya. and already is blaming people. Amen. Amen. Maongozi ni Or mabaya, the administration is kanisa ni bad, baya, the church is bad, wahubiri ni wabaya. and the preachers are bad. Je, akiwa na shilingi hapo What about when he has a shilling here? utamuona kweli? Will you really see him? Atasema basi, Then he said, that's the end. acha niende Let me zangu go away now nikajifiche huko and hide somewhere Tana River huko. in Tana River. Amen. Amen. Ndio waweza kuona That's why you may ni see haki yako upate mema it kweli, is your right for you to get your good things, lakini utaona but you see that
Mwisho utasema Mungu anaupendelea. Eventually you say that God Naye is favoritism, anasema and he says katika Matendo in the book of Acts Mungu hana that upendeleo, God is not a respecter of bali kila persons, mtu amchaye yeye but anybody who fears him ukubaliwa, is ukubaliwa, accepted by him. ukubaliwa, Is ukubaliwa. accepted by him. Haleluya. Hallelujah. Una mazingira gani? In which environment? Msemo yako, Your conversation moyo wako, and your heart matendo yako. and your action. Je, una create mazingira ya Mungu Are akutembelee? you really creating an environment where God can work with you? Amani, Peace. matendo ya amani. Your deeds of peace. Amen. Amen. Si matendo yako Not your deeds. umsichana You are umvulana, a guy, you are a boy. lakini matendo yako katikati ya majirani, But your deeds in between the wale neighbors, ambao ndio wanaweza kukutakia heri. those who can bless you. Mungu, okoa mwana yule jamaa. Oh God, save the child. Kiwa hata amenena njiani hapa, If he has seen me on the way here amenipatia shilingi, Mungu and has ambariki. given me 20 bob, oh, God Lakini una bless her. matendo ya kuudhi watu. But then you have deeds which are offending people. Haleluya. Hallelujah. Hawakunenei heri They are not blessing you kwa machafu yako because unayoyafanya. of the defilement you are doing. Kila mmoja anamaka, Everyone is huyo exclaiming, mwana yule oh, that child, yale yakisha kufanya. or the thing that she does every time. Tena wasema niombeeni And kazi. again you are saying, pray for me to get a work. Haleluya. Hallelujah. Na matendo yako And your deeds, ni mazingira ambayo Mungu hawezi kuja. you are inside an environment where Na God hao ambao cannot come. watarajia wakuombee hawa, And those people you are expecting to pray for you, wanyanya hawa, or those mothers, wanakula tumbaku they kweli, are really taking snuff. lakini ukawa na tabia nzuri katikati yao But if you can behave well between na them, misemo ya heshima, and conversation that is na matendo ya respectful, heshima, and deeds which are respectful, wanakuombea heri. they are going to bless you. Mwana yule Mungu ambariki. Oh God, may you bless Mwenye that mwana child. yule The one who has that child, alizaa mwana wa akili. oh, she got a child who has some good Lakini understanding. wafanya maneno But then you're doing something, yamesinya kila mmoja and mtaani. people are fed up with that. Amen. Amen. Hata wakisikia umeshikwa And when they hear that you are arrested, wanasema they are saying, yeah, ni haki yake it is her right kwa hayo matendo yako. because of her deeds. Haleluya. Hallelujah. Shetani The devil ndiye atakutembelea is the sasa. one who's going to visit you. Haleluya. Hallelujah. Maana hu mwana wa amani. Because you're not a child of Hu peace. mwana wa amani. You're not a child of Hu peace. mwana wa amani. You're not a child of peace. Haleluya. Hallelujah. Tusomee tena hapo. You read for us again that Alafu verse, tusomee Waebrania 12:14. and then we go to the book of Hebrews 12:14. Mazingira, The environment, amani, peace, samehe. forgive. Tusomee. You read for us. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be you kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Haleluya. Hallelujah. Sijui wewe wasikiaje hapa. I don't know how you feel. Haleluya. Hallelujah. Anasema uchungu wote He says all na bitterness ghadhabu na hasira na makelele and wrath and clamor na and evil matukano speaking yaondoke kwenu, and all malice to be put away pamoja na from kila you. aina ya ubaya, And together with all malice, pamoja na kila aina ya ubaya, together with all malice, makelele, uchungu, ghadhabu evil speaking, clamor and wrath yatoke kwenu moyoni should be mwenu, put away from your heart. tena na kila ubaya usiweko. And again, every malice should not be there. Jifunze kuwa na amani na You watu should learn to have peace with all men. katikati ya mataifa, In the midst of the katikati ya Gentiles, majirani, in the midst of tafute neighbors, kwa bidii kuwa na amani. seek diligently to have peace. Haleluya. Hallelujah. Lakini waharibu wasichana wa watu, But then you're spoiling some people's unaharibu daughters. wavulana wa You're watu, spoiling some people's boys. hata wenyewe hawazi mabaya, They are not thinking about evil things. unawakalia uchi, But you sit to them nakedly. na wewe nawe unawaza baraka na wewe. And they also want to be blessed. Haleluya. Hallelujah. Wewe nawe unawaza baraka na You're wewe. also thinking of blessings. Tena wewe nawe ukipiga goti, And when you kneel down, wapiga goti wasema Mungu niokoe. you Mungu kneel yupi down aje? to tell God to deliver you. Which Mungu God? anakuja kuokoa God is coming to deliver you mahali paliposamehe, at a place where you're able to hapana forgive ghadhabu, and you have no wrath, hapana uchungu. you have no bitterness. Mbona wewe watia uchungu? Then why are you putting Haya bitterness? ufanyayo And whatever you're yanatia doing uchungu watu. is putting bitterness into people. Amen. Amen. Si ya kusamehe watu, It's not forgiving ya people, kutia uchungu watu, but they're putting bitterness into kutia watu people. dhambini, You're putting people into sin wanungunike. that they may murmur. Mungu atakutembeleaje? Then how will God visit you? Na wewe si mwana wa And you're amani. not a child of peace. Tusomee You read for us Waebrania 12:14. the book of Hebrews 12, Alafu tumalize 14. na Luka 10. and then we shall go to the book of Luke 10. Je, wataka Yesu awe rafiki yako? So do you want Jesus to be your friend?
Unakaa katika mazingira gani? In which environment are you operating? Haleluya. Hallelujah. Waweza kulaumu ukasema You may blame and say, jirani ndiye alinitendea oh, mabaya, it is the neighbor who did bad ndio to maana me. mimi sina amani That's why naye. I have no peace with him. Oh, jirani. Okay, the neighbor. Bwana Yesu akasema Jesus said, kiingiacho ndani ya mtu akimtii unajisi. whatever comes into your heart does not defile Mtu you. amekutukana, Somebody has insulted amekwambia you, wewe ni mjinga, has called you a fool. hilo halikutii wewe That one unajisi. does not defile you. Hilo halikufanya wewe mdhambi, It doesn't make you a sinner, maana hilo limeingia. because that one has entered into Lakini you. ndani mwako matoka nini? But then what comes from your heart? Ndani mwako matoka ghadhabu What comes from your heart? Is na it wrath kumchukia mtu huyo. and hating that Sasa hiyo man? ndio dhambi yako. Now that is your sin. Hiyo itazuia Mungu The asikutembelee. thing that will stop God from visiting Lakini you. yale yaingiayo, But what enters into your jirani heart? amekutukana, Somebody has insulted you. amekuita He umjinga, has called you a fool. huna maana, You are useless. mchawi, You are a witch. na wewe umpende, And you love him. uwe na amani You naye, have peace with him. umsamehe. You forgive him. Ndani mwako msitoke ghadhabu, In your heart, wrath should not come out. msitoke uchungu. There should not be bitterness in your Ule heart. uchungu ulioingizwa humo, The bitterness that have been put in you, misemo ya uchungu ulionenewa, and that conversation of bitterness that has been hiyo spoken to you, haikunajisi wewe. that one does not defile Lakini you. kile kitokacho ndani But mwako, whatever comes from your heart, kitokacho ndani ya mtu, that what comes from your heart ndicho kimtiacho mtu. is the thing that makes you Kile kiingiacho. defiles you, but not what enters you. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Basi. That's all. Ndio akasemaje hapo? That's why, what does it say there? 12:14 Waebrania. Anasema He is saying, kwa bidii diligently tafuteni kuwa na amani na watu. seek to have peace with all men. Kwa bidii. Very diligently. Maana yake si rahisi. Meaning it is not easy. Maneno ya kuudhiwa yako, You will be offended. maneno ya kukwaza yako, You will be offended ya kuleta uchungu and yako, bringing bitterness. Those things lakini are kwa there. bidii, But very diligently, na hatuwezi wenyewe. and we are not able on our own. Muombe Mungu, We pray to God nijalie kuwa mwana wa to amani, enable me to have a child of peace. yaingiayo yawe ya Whatever uchungu, comes in me to be yawe ya bitter, kuleta or ghadhabu, maybe to bring any mimi niwe wrath, mwana wa amani, but I should have a child of ndani peace, mwangu mtoke ya amani, that in my heart peace will come Kupenda. out. Love furaha, and joy, kusamehe. forgiveness. Hatuwezi kujiumba wenyewe. We are not able to create it on Ndio our Paulo own. akasema ni kwa bidii. That's why Paul said this diligently. Tusomee Waebrania 12:14. Hebrews chapter 12 verse 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Haleluya. Hallelujah. Tafuteni kwa bidii Seek diligently kuwa na amani na to watu have peace wote, with all men na huo utakatifu and the holiness, ambao bila huo without which mtu hawezi kumwona. no one will see the Lord. Kwa bidii Very diligently. mke atainuka na maneno machafu, The wife will come out with very mume evil talk, atainuka na maneno machafu, and the husband will come out with very jirani evil talk. atainuka na maneno machafu. The neighbor will come out with very evil Lakini talk. kwa bidii But wewe diligently, tafute kuwa na amani. you seek to have peace. Umwombe Mungu, You moyo pray wangu to God, my heart, nijalie enable me kuwa mwana wa to amani, be a child of hata peace, katika dhiki, even in hata tribulation, katika matukano, even in hata insult, katika ugomvi, even in hata katika in ugomvi. confusion. Mimi nijalie kuwa But mwana. enable me to be a child of peace. Moyo wangu uwe wenye My heart kusamehe. should be peaceful. Moyo wangu uwe wenye kuachilia. My heart should be able to pardon. Haleluya. Hallelujah. Mazingira hayo, In such an environment, haleluya, hallelujah, atafanya Bwana Yesu atakuwa. you'll make Jesus to come. Hata kuna tabu gani, Even if there is a hata problem, kuna gumu gani, even if there's something hard, itaondoka tu. Jesus will come and that will Maana go yule away. Bwana wa yote, Because he's the Lord of all. Yesu mwana wa Mungu, Jesus, Son of God, aliyetoka who kaburini, came out of the grave, aliyeshinda mauti. who overcome death. Ugonjwa ni nini? Then what is the sickness? Umasikini ni nini? Then what is the poverty? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Atakuja, He will come atasema, and say, binti yangu, my daughter rafiki, or my friend, chukua godoro lako, take your mattress enda. and go Unangoja away. nini hapa? What are you waiting for here? Maana alikuwa hana amani. Because he had no peace. Haleluya. Hallelujah. Hana He amani, had no peace. yuko birikani, He is at the pool. watu wanakuja wakipona, People are coming here to yeye receive the amejaa healing. vita, uchungu, But then he's filled with wrath and bitterness, kulaumu. blaming. Yesu haji pale. Then Jesus will never come there. Inaonekana alikuja maana alimuona amechoka. Looks like he came because he saw him having got tired. Maana Yesu ni msamaha. Because Jesus brought Bwana forgiveness. Yesu akamhurumia. So Jesus was merciful to Akajua him. kinachomchelewesha yule ndugu, And he knew exactly what is Pale making him to be birikani. there at the pool. ana manunguniko, He is murmuring. ana ghadhabu, He has wrath. sina mtu wa kunitia.
I have nobody to put me na in. sheria imewekwa, And the law have been put there. malaika wakitubua maji, If the angel comes to wewe steer wa the kwanza water, kuingia. you should be the first one to go in. yeye amejaa maneno mengi, But then he's filled with murmuring, amejaa ghadhabu he's filled with wrath na manunguniko, and murmuring. lakini Bwana Yesu akamhurumia. But then Jesus was merciful to him. Haleluya. Hallelujah. Akaja akamwambia, He rafiki, came and told him, my friend, wangoja nini what are you hapa? waiting for here? Wataka nini? What do you want? Hao bibi, Oh, you watu know. wananipita, People are hawanipendi. surpassing me, they're not helping me. Chukua godoro Oh, enda, take your mattress and go. maana Yesu ni mwisho. Because Jesus is the Yesu ni ultimate. msamaha. Jesus is Hata forgiveness. wewe Yesu na yuko hapa anakuuliza, Even Jesus is asking you mbona here, wachelewa uzima? where are you delaying Mbona in getting your wachelewa life? amani? Where are you delaying in getting Je, your ni peace? ghadhabu uko nayo Is it wrath that you have in your heart? na watu unaoishi nao Are with the people you're living with? na matajiri kazini? And the employers at a place of work? Umeandika barua ya cheo kweli upewe, You have written a letter to be promoted, really? lakini huku umejaa kulaumu. But then you are blaming. Oh, watu hapa wana Oh, upendeleo, people here favoring others. mkubwa anapendelea Or watu the wao. boss is favoring his people. Una uchungu naye, You are bitter against him. kuna ukabila. Oh, there's tribalism. Oh. Wewe uwe na You amani. should have peace. Amen. Amen. Usilaumu watu. Don't blame people. Ni mkubwa, He's the boss. yuko. He's there. Mungu akimwamuru atanipa. If God commands him, he'll Mungu give you. akipenda madarakani nitapata. If God wants you to get that promotion, will be given. Inaonekana Mungu hajakubali. Looks like God is not willing Mapenzi ya yet. Mungu yafanyike. But may the will of God be done. Amen. Amen. Lile umeomba halijawa, So whatever you're praying for is not yet unajua si come. mapenzi ya Mungu. But you know it's not the will of Una God. amani. You have peace. Kulaumu You're not wakubwa, blaming the bosses. kulaumu You're not madirekta. blaming the Unajua Mungu directors. You hajapenda know that the God has not yet nikae kwa willed madaraka yale, to be in the promotion. lakini Mungu atakapopenda But if God wills, madaraka hayo nitapata. I'll be given the promotion. Unaendelea kuheshimu So watu, you continue honoring them. unaendelea kuheshimu wakubwa. You continue honoring the bosses. Watimiza la Mungu You're linasema, fulfilling the word of God that says, wapeni watu wote haki zao, give all men the right. astahilie hofu hofu, Whosoever deserves fear, astahilie fear. heshima And heshima. whosoever deserves honor, Wewe una honor. amani hiyo, Oh, do you have that peace? atakutembelea, Then Jesus will visit you. maana una mazingira ambayo Because you're inside an environment, hata ukae miaka ngapi, even if you're raw, kwa sababu una amani, because you have peace, huna ghadhabu, you are not wrath, una amani you have peace, na kuwapa watu heshima. and you are giving people honor. Haleluya! Hallelujah. Mazingira hayo ya In amani such an haya, environment of peace, yasiyo na ghadhabu, which has no wrath, japo wachelewa haki zako, even though your rights are delaying, lakini una amani ya but then you kwamba have peace that Mungu ndiye aliniita it is God who called me, na aliniweka hapa kwa kazi. and He put in me here in this Mimi work. nataka kweli And truly I want that. madaraka yale, I want the promotion, lakini isiwe mapenzi yangu ya but Mungu let it not be yatimie. my will, but the will of God. Haleluya! Hallelujah. Una amani So hiyo, you have that peace. kesho atafanya. Then Jesus will do it tomorrow. Haleluya! Hallelujah. Atafanya, He will do it maana una amani. because you have that peace. Somee tena You read for us again that verse. amani, Peace, amani, peace, amani. peace. Anasema He says, kwa bidii, very diligently, kwa bidii. very diligently. Mhubiri akanambia, The preacher told me, enda nyumbani, go home tafute kwa bidii kupenda baba yako. and look diligently to love your father. Kweli Truly, yeye akipata hela he gets money, anaenda kwa marafiki, he goes to friends, akirudi jioni and when he comes back in the evening, amekunywa huku na huku. he has taken some alcohol here and there. Usiwe na uchungu, But you should not be bitter against him. hata mjapolala njaa, Even if you sleep hungry, Mungu but yuko, God is there. uwe na You amani. should have peace. Anajifurahisha kwa pesa zake He's yeye, rejoicing with his money. mbona wamuonea Then uchungu? why are you bitter against him? Kwa kulewa anajifurahisha na pesa zake, Oh, drinking alcohol is rejoicing in with his money. lakini nikakubali, But then I accepted that. nikatafuta amani. I look for peace. Nitasoma, I read, sitasoma, whether I go to school or not, Mungu mapenzi yako but yatendeke. may the will of God be done. Kama Mungu amepanga nisome, If God had planned that I hata should kama go to baba hana school, uwezo, even if my father is badala ya unable, kumlaumu instead of blaming baba huyu him ni mubaya, that he is bad, nafukuzwa fii kila saa, I'm chased because of school fees lakini every mwana day, aseme kule moyoni, but a child to say in his uwe heart na amani na baba, that you have peace with your usiwe na father, kulaumu, that you don't blame kule him, moyoni uwe na in amani. your heart you have peace. Useme kama ni mapenzi ya Mungu You nisome, say, if it is the will of God that I get education, mpaka kule kwa madigrii nakotaka nitafukwa tu. even to the university, it will be done. Na uendelee kuheshimu And wazazi, you continue honoring your parents, kujua ya kwamba knowing that Mungu alijua babangu hana uwezo God knew that my father is na unable, mamangu hana and uwezo. my mother is also unable. Hujuti kule You're moyoni, not regretting in your heart. huwa na ghadhabu, huna ghadhabu kule You moyoni are not wroth in your heart kwamba ningezaliwa na baba yule na baba yule. that I would be born by that father and that father.
Mungu atainua mfadhili. then God will bring up a sponsor here. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikiwa Mungu amepanga usome paka huko mbali, If God has planned that you get your education until there, utainuka njia. a way will come up. Mungu atatuma njia. God will send a way. Mungu atafanya mlango. God will open up a way Maana una amani. because you have that pace. Hulaumu. You are not blaming. Huna ghadhabu. You are not wrong. Mungu atafanya njia. God will open up a way. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hata washika jembe In fact, you are taking your waenda hoe, shambani, you are going to the field, waenda kulima kwekwe, you are going to weed your crop, na ni wakati watu wanaenda shuleni, and it's a time that people are going to lakini school. huna ghadhabu. But then you are not wrong. Unakubali aibu hiyo. You agree to, you accept the Hununguniki shame. baba wala mama. You are not blaming your mother or your Nasema father. mapenzi ya Mungu You are yafanyike. saying, let the will of God be done. Kama Mungu alipanga nisome nitasoma. If God planned that I should get education, I get Wewe education. unaheshimu wazazi So you are walima. honoring your parents, you are weeding your crop. Mwezi hautapita. A month will never Mwaka pass. hautaisha. A year will never end. Utainuka njia. Something will come Mungu up. atakuja. God will Bwana come. Yesu atakuja. Jesus will come. Atafanya mlango. And he'll open up a way. Amen. Amen. Maana yeye Because he anafanya mahali mahali penye mazingira ya amani. is operating in an environment of peace. Wajua kwa nini mimi nisikuwa na kifua kikuu? You know why I had the tuberculosis? Nilikuwa mwana wa ghadhabu. Because I was a child of wrath. Niende shule nimefukuzwa. I got to school, I've been chased Na away. miaka hiyo ya 69, And those years 66, 67 na 8 66, 67, tumeanza 68, kwenda shule na kufukuzwa na tu. we were going to school and being chased away. Amen. Amen. Tu watu ambao hata ningekuwa nimemaliza pengine niko huko mbele. Where I would have even completed Form 4, maybe have gone ahead Si there. Form 4 ni mbali lakini. Amen. Amen. Ningekuwa standard ya mbele huko. Maybe I would be in a higher class. Hallelujah. Hallelujah. Lakini nimejaa malaumu. But then I was blaming. Hallelujah. Hallelujah. Hata ile TB ianze ile kifua kikuu. Even for that tuberculosis to begin, Nilikuwa naenda kulimia kwekwe mahindi. I was going to weed my crop, Na ni wakati watu wanaenda and masomo. it is a time that people are going to Sijui school. ilikuwa niko standard ngapi. I don't know in which class I was, Na nimefukuzwa. and I've been chased away. Nimejaa uchungu. I was so bitter. Ni baba gani yule? What father is this? Na niko na mama mdogo. And I have my, Basi mama mdogo Another yuko mother. mbele, mimi namkimbilia na so nimeweka my mother jembe. is ahead there, and I'm running behind. Nikaanguka. I fell Na down. pale nilipoanguka pale, And where I fell down, hata saa hii ukiangalia hapa kuna kovu hapa. even if you look at, there is a scar here, Karibu linapotea sasa. it is almost Niliugua disappearing. kidonda hapa. I had a sore here, wound. Nikaanguka mahali hapa I fell down at a place, Nakwaruzika kidogo tu. and I wounded my Ni kidogo skin. tu nimekwaruzika, I was wounded a little lakini bit nilikuwa here, jeraha. but then that was a scar. Watu wakasema And people said, na kule "What?" kuanguka hapo And when I fell down, kafuatana na mafua mara kukohoa. Basi then I TB began tayari. coughing and flus that way. Basi ilikuwa ni kifua kikuu kimeanza. Now that was the beginning of tuberculosis. Waganga wakaagua Medicine men treated mpaka me Kilifi. until Kilifi. Hakuna ugonjwa. There was no remedy. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wakasema Then they said, na what? pale nilipoanguka pale And where I fell down, kuna miti mikubwa mibuyu. there are some baobab trees there, big Hata watu baobab wende trees. wakaomba Mungu hapo. Normally people go there Lakini to appease their kuna God. njia ya kwenda But mashambani. then that is the way going to the field. Wakasema ni vile alianguka pale mibuyuni. So they said that he fell down where there are baobab trees. Ni mashetani alimwangusha Oh, hapo. they are the demons that made him fall there. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe And yet, kilichonifanya niteseke the hivyo thing that made me to get the persecution ni ghadhabu na uchungu wa baba. is wrath and bitterness against my father. Amen. Amen. Na mamangu naye. And my mother also. Nikasema huyu naye hakuona mume wa kuoa ni I huyu. said, this one did not see a husband to marry her. Asiyejua kuweka A pesa, man who cannot spare any money. asiyejua kutunza kitu. A man who cannot do anything good. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anisamehe mpaka May God kesho. forgive me even today. Mimi bado natubu mpaka leo. I'm still repenting even now. Amen. Amen. Niliungama kweli. I really Lakini confess. nikitembea nasema Mungu nisamehe. But wherever I walk, I say, God forgive me. Natamani kama maisha yangekuwa reversible. I Maisha desire if yangekuwa life yanaweza can be kuwekwa revised, reverse. can be reversed. Amen. Amen. Baba ndiye huyu. And I see my father Sijui again. ningemheshimuje. I would honor him Lakini very Mungu much. nisamehe. But God forgive me. Hiyo inaitwa ni toba ya moyo. That is now repentance in my heart. Ndio TB ikaanza hapo sasa. That's the beginning of Kifua tuberculosis. kikuu. Tuberculosis. Kukohoa damu. Coughing blood. Kilichoniokoa mimi The thing that delivered mpaka me leo niko hai until today I'm ni alive Mungu wa is missionary. God of missionary. Mungu wa God mwanzilishi. of missionary. Missionary huyu. This missionary. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kwa mafundisho haya And aliyopewa this teaching that he was given, kuregesha watu nyuma ya maisha yao. returning people to where they began their life. Mungu wa zamani huyu. The God of our Father, Aliyesema who said, ungameni dhambi zenu. confess your sins.
Tukisema hatuna dhambi tu waongo. If we say we're not sinners, we are Lakini liars. tukuziungama yeye ni mwaminifu na wa haki anaondoa. But if we confess them, He's faithful and righteous, He'll remove them. Hilo That one ndio liloniokoa is the mimi. thing that delivered me. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mpaka nilipokuja hapa Until when I came here, nikafundishwa amani I sasa. was taught about peace. Amani na baba. Peace with my father. Amani na mama. Peace with my mother. Mazingira hayo In that environment, nikaketishwa na kufundishwa. I was meant to sit and be Tafuta taught, amani. looking for peace. Haya, nimechukia babu yangu ni mchawi ndiye ameniroga. Okay, I'm hating my grandfather. I think he's a Nikaambiwa witch. mwana acha kulaumu watu. Amani. I was told, child, not Na blame baba na him. mama Have na peace watu. with your father and mother and all the people. Bwana akanisaidia. And the Lord assisted me. Amen. Amen. Bwana akanisaidia. The Lord assisted me. Amani The ikaja. peace came. Hata leo bado naitafuta. And even today I'm still seeking for it. Asma ikapona. Asthma got healed. TB ikapona. Tuberculosis got healed. Na mengi And yakapona. many other diseases Kwa got maombi healed. ya mtumishi wake leo. And the peace Emmanuel of the Kia Son of Mzungu. God today. Hallelujah. Emmanuel Kia Mzungu. Amen. 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 Tusomee hapo tena. You read for us that verse. Alafu tumalize na Luka And then we 10:5. finish up with the book of Luke. Tusomee hiyo Waebrania alafu Read for us the book of Hebrews. Luka 10:5 And tumalize. then we go to the book of Luke 8. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Amen. Bidii. Diligently. Bidii. Ni Diligently. bidii. Diligent. Huyo amekukwaza. This one has offended Huyo amenena you. uchungu. This one has spoken Lakini against bidii. you. But then diligent. Na hatuwezi wenyewe. And we are not able on our Tukimwomba own. Bwana Yesu. If we praise the Lord Jesus Nijalie kuwa mwana wa Christ, amani. enable me to be a child of Ile faith. bidii ile iumbike ndani mwangu. That diligence to be created in me. wenyewe I'm mimi. not able on my own. Maana tuokolewa kwa Because we neema. are delivered through Katika Bwana grace. Yesu. Through Jesus Christ. Mtu asije akasema ni nguvu zake. Or lest anybody should be proud and say that is strength. Hallelujah. Hallelujah. Bidii. Diligence. Maana Because bila amani without peace, Mungu haji. God will never come. Bidii. Diligence, Utengeneze mazingira ya Mungu kuja. preparing an environment for God to Ni kwa come. bidii. It's through diligence. Mtu amekukalia uchi. Somebody has sat to you nakedly, Kwa bidii. but diligently, Utembee kitakatifu. you walk in a holy Pinge manner dhambi. and oppose sin. Maana Paulo Because alisema Paul says, kila mtu everyone na uweze mwili wake should mwenyewe manage his own vessel katika heshima na in utakatifu. honor and holy sanctification and Hata honor. huu mwili ni uweze mwenyewe. You have to manage your own vessel. Hata ukatubu lana zote Even if you repent all the curses, bado unakwambia yule ni mzuri. but still it will tell you that one is Fuata beautiful. yule. Fuata yule. Or follow that Yule ni one. mweupe. That one is Wako brown. ni mweusi. Or yours is black. Ni wewe uwe na It bidii. is you to be diligent Ufanye kushinda mwenyewe waambie and, wewe mwili wewe. and overcome this body and tell Ni it, mweusi, she's black, ni mrefu, or she's tall, ni mfupi, or she's short, ni mnono, or she's fat, ni or mwembamba. she's very weaselly. Anaitwa nani? Or what is it called? Jina anaitwa Muke. By name, she's called a woman. Umshinde mwenyewe huyo And shetani. you overcome the devil. Haleluya. Hallelujah. Anakwambia wako ni mwembamba. He's telling you yours is very slim. Wako haya ni mwembamba. Yours is very slim. Wako ni mweusi. Or yours is very Wako black. sijui ana nini. I don't know what. Lakini anaitwa nani? But what's the name? Haleluya. Amen. Anaitwa nani? What's her name? Amishina alikuwa akaongea hayo. I'm missionary to say that. Ndugu mwakataa wake zenu. Or people are refusing your Hata wife. mwingia dhambini. You are going into sin. Anakwambia yule ni mrefu. That is telling you that you are not Wako ni very tall. mfupi. Yours is short. Oh, mimi na mfupi. Oh, I have a short one. Ningepata mrefu. I would have got a tall one. Huyu ni mweupe. Oh, this one is brown. Mimi ninge na mweusi. Or maybe have a black Ukienda one. kwa mweusi, If you got the black one, sitamani hiyo moja. don't you Amen. fulfill the same last? Ukitoka kule kwa mweusi, If you come from the one who's black, hata mweupe ukamwona unamfuata. and even if you see the brown one, will you Alikuwa follow akasema her? wazi hapa. He used to Alikuwa say it akasema openly here. He wazi. used to say it openly here. Mimi nami sitawaficha. That I'm not going to hide it to you. Also. Mwili The ni body, uweze mwenyewe. you have to manage it on yourself. Amani. Peace. Hatuwezeshani ni Mungu. The one who enables us is Paulo God. alisema hivyo. Paul is saying Maana that yake ni utafute kwa it bidii. means you have to seek very diligently. Yusufu Joseph, kwa bidii very diligently, akatoroka dhambi. he had to run away from sin Akaacha koti and forsake or left his court. na nifungwe. Let me be jailed. Basi asingiziwe. Or maybe you're Huyu accused. amenitafuta. Or this one is looking for Hata you. akapelekwa jela. And you are taken to court or jail. Lakini Mungu anajua huyu ni wangu. But God knows this one is mine. Amen. Amen. Amefanya jambo la amani He huyu. has done something that is very peaceful heshima. and honor. Na wamfunge, Let them jail lakini him, nitafanya njia mpaka but then apate I'll heshima make a katika nchi ya way Misri. until he comes out. Amen. Amen. Shetani atakafanyaje? Whatever the devil does. Haleluya. Hallelujah. Maana huyu Yusufu Because Joseph
aliheshimu mke wa Farao. honored the wife of Pharaoh. Maana kinasema Because it says, tumeandikiwa kila mmoja ampende jirani it yake. is written that everyone should love his neighbor. Na mtu umpendaye huwezi kumtafutia And uzinifu. somebody you love, you do not wish to commit Kutafuta mtu adultery with him. uzinifu, If you want to commit adultery wao with him, wampeleka jehanamu. that means you are taking him to Na hell. mtu huyo ambaye amependa And that person you have mke loved, wa mkubwa, the wife of a senior person, amemtakia amani, you wanted him to have kwa nini peace. yeye afungwe? Then why should he be jailed? Akawa ndiye supervisor wa Misri yote. So he was the supervisor of the whole of Watu Egypt. hawali bila yeye. People were not eating Cheo until ambacho his name. hakukiomba. A rank that he did not apply for. Haleluya. Hallelujah. Hakukiomba. He never applied for that. Lakini But mkubwa akasema, the senior man mtu said, mwenye heshima namna a hii, person who is so honorable like huyu this, akae kwa madaraka let yake. him be in this rank. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Mwana wa amani A child of peace anafanya ya amani, is doing things which are anafanya peaceful, ya kupendeza watu. doing things which are pleasing Somea hapo people. tumalize You read Luka for us that we 5. may wind up. Luka 10:5. The book of Luke 10:5. Na nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Endelea. Na ikiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi And into whatsoever house you enter, first say, peace be into this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall return to you again. amen. Amen. Mkiingia nyumba yoyote ile, If you enter into any house, tafuteni kama kuna mwana wa amani. look if there is a child of peace. Semeni amani iwe katika And nyumba. say, may peace be upon it. Kama kuna mwana wa amani, If there is a child of peace, afanyaye ya amani, who does peaceful things, ajifunzaye kusamehe, who is forgiving, asiye na ugomvi, who is not, asiye na who uchungu, has no confusion or bitterness, ajitengaye na matukano. who separates himself from insults. Amani maana yake Peace means, kwamba itakukalia, first it will sit upon you. lolote uombalo utapata, It means whatever you pray for will come to lolote you. uombalo And utapatikana, whatever you are prayed for is coming to you. maana unafanya ya amani. Because you are doing what is peaceful. Amen. Amen. Ghadhabu haiko hapo. Wrath is not there. Unajifunza kuwa mwana wa You are amani, learning to be a child of peace. watenda ya amani You are doing things that are kwa peaceful mkeo, with your wife, kwa jirani, in your neighbors. unajifunza You are kusamehe. learning to forgive. Mwana wa amani You huyu, are a son of peace. mazingira hayo, In that environment. haleluya, Hallelujah. unajifunza kusamehe, You are learning to forgive kuachilia, and to pardon. ugomvi hakuna, No confusion. matukano hakuna, No insult. huna kulaumu yule ni You are not mubaya, blaming that one to be bad. huna kujihadhari yule ni You are mubaya. not cautious that one is Unajua huyu ni bad. ndugu. You know this one is a brother. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Amani yao, Your peace, anasema amani yenu ninyi he says, wanafunzi wangu your peace, my disciples, itamkalia mtu huyo, will be upon that maana child yeye ni mwana wa amani. because he's a son of peace. Mungu anisaidie kuwa Oh, may mwana wa God assist me to be a child of Mungu peace. amwanzilishe anisaidie kuwa mwana wa God amani. as the founder assist me to be a child of peace. Misemo yangu iwe ya amani, My conversation to be matendo yangu peaceful yawe ya amani, and my prayers to be kuwaza peaceful. kwangu kuwe kwa My amani. thinking to be peaceful. Haleluya. Hallelujah. Ghadhabu na uchungu na fitina na ugomvi Wrath kuwe and kwangu. malice and clamor should be away from Mungu me. May anisaidie God assist me kuwa kwa mazingira hayo. to go out in that Muombe environment. Mungu namna hiyo. You pray to God that way. Haleluya. Hallelujah. Mazingira In that ya environment, Mungu. environment of Hata God, aje Yesu na mwanawe, for Mungu na Jesus to mwanawe, come and God the wafanye Father kazi to do the work ndani yako, in you, uwe mwana wa amani. you must be a child of peace. Haleluya. Hallelujah. Ghadhabu, uchungu, matukano Clamor, wrath, malice yatoke kwenu. should go out away from Tafuteni you kwa bidii. and seek diligently. Ndio Bwana Yesu That way Jesus anaona wamejaa ghadhabu, is seeing them full of cloud wamejaa hofu, and filled with fear. wamejaa uchungu. They were filled with Kwa nini bitterness. wameua Bwana wetu? Why have they killed our Bado master? sisi wanatuwinda. And they're hunting for us. Bwana Yesu So akawatokezea. Jesus had to come to them. Muwe na amani. No, you should have peace. Muwe na You amani. should have peace. Sameheni. Forgive. Amen. Amen. Maana wamejaa vita. Because they're filled with Kwa nini war. walimuua Bwana Why wetu? have they killed our Lord? Hata hawaoni kuokolewa They are tena. not seeing the salvation anymore. Akaja akawaambia ninyi muwe na amani. So he came and told them, have peace. Maana yake sameheni. Means that you should be able to Achilieni. forgive and pardon. Tokeni nje. Come out Muendelee na and injili. continue with the gospel. Wacheni hofu. Don't Maana fear mimi niko hai. because I'm Niko alive. pamoja nanyi. I'm together with you. Amani. Peace. Haleluya. Hallelujah. Siwe na njaa leo. Why don't you be hungry today? Kijana, Young man, unaomba mengi. you are praying for many things. Msichana, Girl, kuolewa ni ahadi ya Mungu. marriage is a promise Lakini of God. But ufanyayo whatever you're doing, si ya Mungu it's aonekane not kwako. going to be seen to you. Kutoka wazazi unafanya machafu. To your parents, you are doing things which are evil. Amen. Amen. Ni kwa sababu hujataka. It is because you have no willingness. Tamaa ziko.
Lust is there. Kama ni zalana zinakusukuma njoo. Lust which are pushing Wahubiri you to wako become. humu. Preachers are here. Haleluya. Hallelujah. Biblia inasema The Bible is saying kila mmoja mkufunzi asimfiche mwalimu wake. every student should not hide his Mimi teacher. nimekaa hapa I've been here tangu ujana mpaka leo. from a youth age up to date. Mwaka wa 76 From 1976. ndio nilipokea Bwana Yesu. That's the time I received Jesus. Nikaishi kijana And I lived as a mpaka youth leo. until today. Amen. Amen. Bado nikisema Bwana At asifiwe. this time, praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Kwa kuamini Mungu By amesema. believing the God of Aliye missionary. ndani ya Who mtumishi is inside the wake. servant of Emmanuel God? Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu. Je, utataka leo uwe mwana wa So do you wale? want today to be a son of Nawaomba peace? tusimame. Let us all stand up. Uwe na njaa. You should be hungry. Mwambie Mungu nisamehe. Tell God, forgive me. Mazingira yangu mimi My ni environment machafu. is evil. Na nataka mema. And they want good things. Nisaidie. Assist me. Nisaidie mimi. Assist me. Nisaidie. Assist me Niwe mwana wa to be amani. a son of peace. Unitoe kwa ugomvi And take me out from na confusion uchungu, and na bitterness matukano and all my na life ghadhabu. and all clamor. Uniumbie roho And create for me ya kusamehe. a heart that can Yenye forgive kuachilia. and pardon. Unijalie kuwa Enable me mwana wa to amani. be a son of peace. Matendo yangu My yawe conversation na amani should be kwa peaceful wazazi, to my kwa parents, majirani, to my neighbors. katikati ya watu wanao. In the, Na tukiomba hivyo, and when we pray that Mungu way, atakujalia kuwa mwana wa God will amani. enable us to have children Maana of faith. hatujiumbii wenyewe, Because we don't create it for ourselves. nafanya kufanywa na Bwana It is Yesu. just made by Jesus Ndio Christ. alisema That's why he said, ukiomba lolote kwa if you mapenzi pray for anything, lililo mapenzi yangu which is my will, itafanya. I will do it. Tufunge macho. Close our eyes. Baba, katika jina la Bwana Yesu, Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako, ninakushukuru Baba kwa mchana wa leo. Baba, umeona ndugu hawa Baba, walianza vizuri, wengi wao kukaa kwa mazingira ya amani, kwanza wa imani yao ulipoinua mwanzilishi wako missionary na mama yule Baba, lakini angalia leo wanashindwa na dhiki ndogo ndogo, maana wameishi kwa mazingira yasiyo kupendeza wewe, na wewe unafanya kazi kwenye mazingira ya amani, si ya uchungu, si ya ghadhabu, si ya fitina, si ya matukano. Hufanyi kazi katika mazingira hayo, unafanya kazi kwa mazingira ya amani. Mtu mwenye moyo wa kusamehe, ulioachilia, usioweka neno, amani na watu wote. Hatuwezi kujiumbia wenyewe bila wewe Bwana Yesu. Ninakusihi Mungu wa missionary ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu, ukajalie kila mmoja wetu Baba kuumbika kuwa mwana wa amani, kuumbika kuwa mwana wa amani, kuumbika kuwa mwana wa amani. Hatuwezi wenyewe Baba, ili amani yako ikalie ndugu yule, dada yule apate wokovu wa rohoni. Ulisema wokovu waja wa rohoni kwa mtu, maana ana amani, anapenda hajaona mema, ana furaha hajaona mema, maana yake ni mwana wa amani. Asante Mungu wa missionary ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu. Hatuwezi wenyewe Baba, ugomvi na fitina na uchungu na hofu na kujihadhari Baba, ondoa ndani ya watu wako, wakutumikie kwa amani, tuwe watu wenye kupendana, maana wewe ulisema, tazama jinsi ilivyo vyema ndugu akae pamoja kwa umoja. Shetani aliyetia chuki na uchungu na matukano na ugomvi, utuokoe maisha hayo, mazingira hayo yaondoe katika maisha ya kila mmoja, aumbike kuwa mwana wa amani. Hebu ndugu mpendwa, My beloved brothers, si utamani kule why don't you moyoni, desire in your heart, na ujue ya kwamba knowing that huwezi kujiumbia you mwenyewe. cannot create this on your Awezaye own. kutuumba ni Bwana The Yesu. one who can create us is Ni Jesus wewe Christ. utake tu. You should have the willingness. Anasema mkiingia nyumbani momote mule, And he says, in whatever house you go in, semeni muwe na amani, you should say, na have peace. ukiweko mwana wa And amani, if there is a son of amani peace, yenu imkalie. then may your peace La rest upon hayumo, him. And if he's not there, tokeni come out hata mavumbi and mkungute. even dust your feet. Je, usiwe wewe bwana, It should not be you. usiwe wewe dada. It should not be you, sister. Waenda kweli kwa maombi kila siku, You are going to prayers every hata saa day. hii uko tayari kwa And maombi, even at this time, you are ready for lakini kule prayer. moyoni una But vita, right in your heart, you are unalaumu wars. mke mwenzako ni You are mbaya, blaming your fellow wife to be unalaumu mke bad. mwenzako ni mchawi, You are blaming your fellow wife to be a unalaumu witch. wifi yako ni You mbaya, are blaming your sister-in-law to be una a uchungu na witch. shemegi You yako, are bitter against your una brother-in-law. uchungu na jirani. You are bitter against a neighbor.
Utaona hata homa likija, You find that even if fever itafanana comes ni to you, ugonjwa mkubwa. it looks like to be a very big problem. Maana uko peke yako, Yesu hayuko pamoja na Because you are wewe. alone, Jesus is not together Kwa with sababu you. yeye hafanyi kazi na mazingira yenye vita. Because he does not operate in such an environment. Watu watakuja People have not come. wanakutakia amani, They're wishing you peace. lakini kwa sababu ndani mwako huna But amani, because you have no peace in your kuna heart, ugomvi, you have a confusion in your kuna heart vita, and wars. utaona hakuumbiki amani. Then you find that no peace is created. Wanaondoka na amani So yao. they go back with their Mwambie peace. Bwana Yesu, Tell Jesus ni Christ, mimi nisiye na amani. I am the one who has no peace. Naomba mchana wa leo I'm praying this afternoon. unijalie Enable me moyoni mwangu in my na heart katikati ya maisha yangu and in the midst of my life niwe mwana wa that amani, I should be a son of peace. nifanyaye ya amani. Who does peaceful things? Unijalie uwezo huu, Enable me to have the power. uniumbe hivyo Bwana, Create me that way. bidii hiyo uniumbie Create the diligence kuwa in me mwana wa amani, to be a son of peace, kutenda ya amani, to do things of peace, ili wewe ufanye kazi so that you can work maishani mwangu. in my Hebu life. hivyo tumesimama, So that we are standing kila up, mmoja dai kwa moyo everyone to be seated na Mungu amwanzilishi to the God of the ndani ya founder, mtumishi wake. inside the servant of God. Hatuwezi kujumba We wenyewe, cannot create it on our hatuwezi own. kujumba wenyewe, We cannot create it on our hatuwezi own. kujumba We wenyewe. cannot create it on our Uombe own. ukijua hatuwezi kujumba You should wenyewe. know that you cannot Lakini create it on our uwezo wa own. Bwana Yesu But the power of Jesus katika Christ, Roho wake Mtakatifu in his soul, Jesus Christ, atakuwezesha. he's the one who's enabling us. Anasema He says, atakaye naje. whosoever wills, Hebu let him tuombeni come. Mungu wetu. Asante Baba, Let us all pray. Mungu wa mwanzilishi liye ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kiamsu. Ulianza vyema nasi Baba, ukadhihirika kwetu kwa maombi ya mwanzilishi wako, maana tulifundishwa kuwa wana wa amani. Lakini angalia, shetani alinyemelea watu wako Baba, kutia ugomvi, matukano, malaumu, uchungu. Na wewe hufanyi kazi kwa mazingira hayo Baba. Wewe hufanyi kazi katika mazingira hayo ya machafuko. Unafanya kazi na waaminio, wapendao hawajaona, wafurahio hawajaona, si wenye ghadhabu na matukano, lakini wanaokaa kwa mazingira ya amani. Jalia watu wako Baba, uwaokoe kwa mazingira ya machafuko, kwa mazingira ya ugomvi, uwaponye laana hiyo, uwaponye nguvu hizo za machafuko na ugomvi, uwajalie kuwa wana wa amani. Umjalie kila mmoja kuwa mwana wa amani, kamjalie kila mmoja kuwa mwana wa amani, kutenda ya amani, kufanya ya amani, ili maombi uliompa mtumishi wako kutuombea baraka na mema tuyafikie. Baba, ni asante. Umba Baba ndani ya watu wako uliowaita wewe ili uwatukuze, uliwaita wewe ili uwahesabie haki. Mbona wasifikie haki ulizowaitia, haki za kupona kamili? Maana shetani ametia ndani mwao mazingira yasiyo ya kufaa, ametia ndani mwao uchungu, hofu, ghadhabu, kujihadhari. Hata na ndugu wanaomtakia mema dada yule anajihadhari nao. Ndio maana anaomba mengi hapati. Jalia Baba watu wako kuwa wana wa amani, kila mmoja aumbike kuwa mwana wa amani. Bidii hiyo muwezeshe kuwa nayo, hatuwezi wenyewe bila wewe Bwana Yesu. Ukaponye kila mmoja laana hiyo, akakreate mazingira ya amani ili wewe ufanye kazi. Baba, nakushukuru Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako. Umempa mtumishi wako kutuombea mengi ya mema mengi, lakini umetuona sisi si wana wa amani. Umejaa manunguniko na malaumu na ugomvi na fitina. Samehe watu wako Baba, samehe watu wako laana hiyo ya ugomvi na uchungu na fitina. Kuumbike moyo wenye kusamehe, kuumbike moyo wenye kuachilia. Kila mmoja aumbike kuwa mwana wa amani. Shetani wa ugomvi na chuki na manunguniko atoke katika moyo wa kila mmoja kwa jina la Yesu. Watu wako wakaumbike kuwa wana wa amani. Shetani na ugomvi na uchungu na ghadhabu atoke kwa jina la Yesu. Wateule wa Mungu hawa
wakaombie kuwa wana amani, vijana waombie kuwa wana wa amani, wasichana waombie kuwa wana wa amani. Baba, ni asante Mungu wa missionary ndani ya mtumishi wako, kujalia watu wako kuumbika kuwa wana wa amani. Asante Bwana Yesu, amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Mazingira, Environment. amen. Amen. Ndio wanakuwa wameimba, nikasema ndio, ni kama wamejua. Amen. Amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Tumeombewa mengi na mtumishi wa Mungu We have Emmanuel been prayed for Kamzungu. many things by the servant of God. Utaona mengi You're hata mtoke machozi, going to see many things ni until you manyumba, weep, sijui nini. houses. Vitu vingi Many things. vitakujeje? Then how will they Na come? kumejaa uchungu na And you ugomvi are na filled with ghadhabu, bitterness and manunguniko, evil nini. speaking and clown and Hallelujah. Hallelujah. Mazingira hayo Environment. kwa jina la In Yesu, the name of Jesus. pepo ameshindwa kwa The jina la devil Yesu. is defeated Dunia nzima. in the whole world. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Kwa jina la Bwana In the Yesu, name of Jesus Christ. kwa jina la Yesu, In the name of Jesus Christ. shetani ameshindwa. The devil is defeated. Sisi ni watu wale wa Mungu, We are the elect of God. tuliitwa We were called ili Mungu, so that God, amen, Amen, atuhesabie haki. may justify Na us. ninaamini And I believe maombi aliyoomba the mtumishi prayers wake that the servant of God has na prayed anayotuombea and mtumishi he's wa praying Mungu for us, Emmanuel Kamzungu, Emmanuel K. Mzungu, utaona makubwa we are going to see hata mighty mtoke things machozi. until you weep. Hilo litatimia, maana maombi yake yalifika na That one will be yakafanya fulfilled kazi. because the prayers went to God. Kazi vijana ziko, kazi ziko, Jobs are there, young biashara men. kubwa kubwa ziko, biashara Promotions are also kubwa. Lakini there. amekuona But then he's seeing umepata you. kibarua cha 200 kwa siku, When you get 200 per day, tayari waenda kwa malodging humu na magesti humu and here tayari. there are some lodgings and guest houses Tena here, waomba kazi ya maelfu. and you want another job Mungu again. haji kwa mazingira haya. God will never come in such an environment. Haleluya. Hallelujah. Wasichana, Girls, tokeni kwa mazingira haya. come out of those environments. Magesti yamejaa Marekani. All guests are full in Malala Marekani, huko na kufanya machafu. and brothers who are doing evil. Mtanungunika, You are going to mama mseme maombi ya watu wa Mungu yako wapi? and say, where are the prayers of many people Na of biashara God? mataifa watapewa, maana hawana hatia, Gentiles will be given because they are innocent. hawajui wafanyalo. They don't know what they're doing. Lakini wewe usikiaye maonyo haya And you who is hearing this na la word, Mungu limesema wazi kwako, and the word of God has Alafu spoken utoke hapo easily to you, ukafanye. and you come from here and can do Mungu it, haji hapo. God will never come there. Hata ataenda kwa mtaifa He go to a Gentile, but not to you, maana hajasikia yeye. because he has not heard anything. Haleluya. Hallelujah. Na nyinyi mkapenda Mungu ninyi. Mungu amwanzilishi huyu This God of the ndani founder, ya mtumishi wake Emmanuel Kamzungu, in the servant of God, Na Emmanuel K. mumpende. Mzungu, and you love na him, mumwache maneno mengi, and you forsake all na practice, ninaamini shetani ameshindwa kutoka. and you believe that the devil is defeated Hayo from now. makubwa tumeombewa. All the big things we have been By praying imani for, yametimia. by faith they're coming. Haleluya. Hallelujah. Na mtumishi wetu yule Emmanuel Kamzungu, And the servant of God, Emmanuel K. popote Mzungu, ulipo tumuombee Mungu Wherever amtie you nguvu are, akamilishe uzima. let us pray for him that God may fulfill the Hallelujah. complete healing. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ili azidi kutuombea na kutuombea na So that he may kutuombea. continue praying for us and praying for us and praying for us. Amen. Amen. Tufurahi tena Tufurahi tena tumsifu. mnachelewa, sima inapoa. Tuimbeni kidogo. Maana mwingine ikipita saa 6 ajana. Tufurahi tena tumsifu. Kanisa tufurahi tena tumsifu. Amen. Amen. Funge macho kwanza tuombe. Close our eyes first and pray. Amen. Amen. Ndugu mmoja atufungie ibada. One brother for a closing word of prayer. Mungu wa mwadilishi, tunasema ni asante Baba, maana umeona ni vyema kutuleta tena hapa mbele za mtumishi wako Mungu wa mwadilishi. Ninasema ni asante mfalme wa ajabu,
umetuumbia neno siku hii ya leo. Umeona mfalme wa ajabu, tumekaa katika maisha ambayo hayakufurahishi wewe, ni maisha ambayo tuko nje ya mazingira yako. Mfalme wa ajabu, ninasema ni asante, maana una lengo na kusudi ya sisi tukuone. Mfalme wa ajabu, tunasema ni asante, maana Mungu wa mwanzilishi, ni mema ambayo umetukusudia sisi. Mfalme wa ajabu, ninasema ni asante. Tazama mfalme wa ajabu sana, majira haya uko pamoja nasi. Mungu wa mwanzilishi, umeenda pamoja nasi. Mungu wa mwanzilishi, tunasema ni asante. Neno hili lilipotoka mfalme wa ajabu, tunakuomba mfalme wa amani, enda ukazidi kulitia nguvu. Enda Baba ukatuumbie kuenenda sawa na mapenzi yako. Ninasema ni asante mfalme wa amani, maana ni wewe Mungu mkuu umeliweka katika kinywa cha mnenaji wa siku hii ya leo. Ninasema ni asante, maana utatuumbia, utatutia nguvu kuenenda sawa na mapenzi yako. Tazama Mungu wa mwanzilishi, nyumba ya mtumishi wako popote, Mungu mkuu, popote walipo, ninaikabidhi mikononi mwako. Mungu wa mwanzilishi, enda Baba ukanyoshe mkono wako, enda ukatie nguvu katika hiyo nyumba, enda ukaibariki na amani tele sawa na mapenzi yako. Ninasema ni asante, maana ni wewe Mungu mkuu ulimchagua, si eti kwamba apate mabaya baki, lakini ulimchagua Baba kwa mema uliompangia. Ninasema ni asante mfalme wa ajabu, tunaamini mfalme wa amani umekuwa pamoja nasi salama salimini, Mungu wa mwanzilishi, na tunaenda maliza ibada hii ukiwa pamoja nasi mfalme wa ajabu. Enda Baba ukatuondoe na enda ukatuondoe ukatupeleke majumbani kwetu salama salimini. Sifa na shukrani tutazidi kukuregeshea wewe, Mungu wa mwanzilishi. Ninaamini umesikia na utatenda sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo ale Bwana na mkombozi wetu. Amen. Karibu mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.